Ebana, sasa bwana, karibu tena katika sehemu ya 5 ya simulizi Upande wa Giza wa Malaika, The Darkness of an Angel. Ikiwa ni siku za mwisho kwenye toleo la 3 la simulizi ya Gavin Luca. Katika sehemu ya 4 tulikuwa tumeishia pale ambapo mwanamama Therone Elizabeth alikuwa anampa elimu juu ya nini ambacho alikuwa anahisi kwamba kitakuja kutokea miaka ya baadaye mkurugenzi wa usalama wa taifa. Alikuwa amuuliza kwamba kwa nini yeye alikuwa amehisi kwamba kila kitu kitakuja kurudi tena mara baada ya bibie wa kuitwa nani yule Leonera alikuwa amekubali kuachana kabisa na mauaji na kuacha watu waishi kwa amani. Akamwambia kwamba pesa ndio sababu ya hayo mengine yote ambayo nimekuelezea. Yule mwanamke kuwa tu kiongozi wa ile familia sio hatari kubwa sana, kwa sababu kuna wanawake kadhaa ambao wamewahi kuwa ni viongozi wa familia zao na mataasisi makubwa tu kwenye historia, lakini mwanamke kumiliki pesa kubwa inakuwa ni tatizo kubwa mno kwa wanaume wengi ambao wanahisi zile pesa za mwanamke zinakuwa ni hatari sana kwao, na hususan ikiwa na nguvu kubwa kama alivyo Leonela. Jambo hilo linapelekea kuzaliwa kwa tamaa kubwa kwenye mioyo ya wanadamu. Hiyo tamaa inaunganika na hizo sababu zingine, ndugu yangu Kai. Hizo sababu zinawapa uhalali wa kufanya, lakini moyo wa mtu ni kichaka, kwa sababu tangu enzi na enzi pesa zimetumika kuwa misingi ya maisha ya mwanadamu. Pesa zinameleta chuki miongoni mwa wanadamu, na pesa imefanya damu izagae mitaa kwa sababu kila mtu anakuwa anazihitaji. Hivyo zile pesa alizonazo Leonela ndizo ambazo zinaenda kuibua mambo ya kutisha, kwa sababu ule utajiri wake utaanza kusaka kwa gharama yote ile. Inapoingia pesa, hakuna ubinadamu unasalia. Hakuna ungwana tena miongoni mwa wanadamu zaidi ya mauaji na kufanyiana mambo ya kikatili. Hao ndo ambayo yalinifanya mimi nitambue kwamba lile jambo halikuwa limeisha. Lilikuwa linaenda kutokea tena kwa mara nyingine, na huenda kwa ukubwa zaidi ya vile ambavyo lilikuwa limetokea mwanzo. Na hizi pesa Leonela ndizo ambazo linaenda kuwa ni tatizo kubwa zaidi kwa sasa. Nadhani unaelewa vita ya pesa waga na kuaje. Wewe sio mtu ambaye naweza kuanza kukaa hapa na kuelezea kwamba itakuwa vipi hapo mbele, kwa sababu tayari ulishaanza kuwa na majibu ya juu nini ambacho kinaweza kwenda kutokea kuanzia wakati na huo wakati ambao unakuja siku za mbeleni. Maelezo ya Elizabeth Therone yalikuwa yamenyooka kiasi kwamba hata bwana Aidan mwenyewe alibaki kama Eduardo. Haya mambo yote yalikuwa nayo kwenye akili yako na hukuwahi kabisa kunishirikisha hata siku moja. Aliuliza kwa mshangao kiasi kwamba naye akamshangaza mwanamume huyo. Kulikuwa na lazima upi wa mimi kuanza kukushirikisha kuhusu hisia zangu, wakati hiyo ndio kazi ambayo imekuweka wewe kwenye hiyo nafasi na unatakiwa kuifanya mwenyewe? Msikilizaji, tulikuwa tumeishia maeneo hayo, basi tuendelee katika sehemu ya 5. Simulizi yetu imetungwa na Fabian Babuya, Darkness of an Angel, ikiwa ni toleo la 3 la simulizi ya Gavin Luca, ambapo tulianza na simulizi inayokwenda kwa jina la Idaiwa Maiti Yangu, safari ya Gavin Luca. Tukaja na simulizi ya The Odyssey of Leonela, au sio bana? Ilikuwa ni toleo la 2 la Gavin Luca, na leo tuko na The Darkness of an Angel, Upande wa Giza wa Malaika, siku za mwisho, katika toleo la 3 la Gavin Luca, likiwa ni toleo la mwisho kabisa. Tunaendelea katika sehemu hii hapa ya 5. Sisi tupo tofauti kabisa na taasisi zingine za usalama. Sisi kila taarifa, hata kama ni ndogo vipi, waga inakuwa na maana kubwa sana kwetu. Basi ujue kabisa kwamba unatakiwa kuifanya kazi yako. Kazi yangu nitahusika kama mipaka ya taifa hili ipo hatarini, ila haya mengine hayanihusu kabisa Kai, na unalitambua ili kabisa. Halafu hebu niambie, ni jambo gani ambalo limekuleta hapa kuweza kuonana na mimi muda huu hapa ambao nilikuwa napata upepo safi mahali hapa? Kilichonileta hapa kikubwa ni kimoja. Na kusikiliza. Nadhani na taarifa za matukio kadha wa kadha ambayo yameanza kujitokeza. Kwa hiyo mauaji Dodoma ambayo inadaiwa kwamba shirika langu lilikuwa limeenda kuyamaliza sio kweli. Yale mauaji yalimalizwa na Uthmani. Sijakuelewa Uthmani yupi? Acha kujifanya kama unielewa Eliza. Unamaanisha Uthmani Chunga? Au unahisi atakuwa nani mwingine? Nadhani mlisema kwamba hawa watu hawarudi tena. Ndio maana niko hapa. Sasa unahisi mimi nitakusaidia ni kwenye hilo? Hili jambo ni dalili za kwamba wale watu wamerudi. Haya matukio yote yanaweza kuwa yanaunganika, hivyo basi binafsi nilikuwa nataka kuwapata hawa watu, kwa sababu alimsiki jana wangu kwamba
Tanzania inaenda kuingia kwenye hatari kubwa sana ya uvamizi wa kutisha, na watu hao wao wanadaiwa kuwa si wa Tanzania. Bado sijakuelewa sababu ya kuwa hapa kuona na mimi. Rais ndiye ambaye alikuwa ameingia makubaliano na watu. Aliingia kwa kuhitaji kuwalinda na kutokuwasumbua kana yote ile ambayo itajitokeza kwenye taifa hili, lakini kwa hali jinsi ambavyo imekuwepo kwa sasa hivi, hao tunatakiwa kupatikana ili waweze kunisaidia kutambua ili kabla ya kuruhusu jambo kama hili kutokea kwa mara nyingine tena ndani ya taifa. Yaani unamaanisha kwamba unataka kuitafuta familia Lionera? Ndio. Una hakika hauvuti bangi labda? Asipo kwa ajili ya utani Eliza. Wewe mwenyewe ndio ambao unanikadiria kama una utani, na una utani katika hili. Hao watu nadhani unaelewa kabisa kwamba waliingia kwenye makubaliano yapi labda? Naelewa hilo. Asa unataka kuzua mambo hata kulimpa kubwa sana baadaye. Sidhani kabisa kama ulikuwa unapaswa kwa ambaye unawatafuta hao watu ambao nimekuambia kabisa kwamba kurudi lilikuwa ni jambo la wakati tu, ila haikutakiwa kabisa kwa kusika wako wewe. Kwa sasa hivi sina namna nyingine zaidi ya kulifanya hili. Siwezi kukaa sehemu kusubiri tatizo litokee kwa sababu tu eti kulikuwa na makubaliano fulani hapo nyuma yaliyofanyika na familia moja. Kama upo tayari kwa ajili ya hilo, sasa kwa nini uko hapa? Si uende tu kwa rais wako kwa aweze kusaidia. Nimemwona tayari. Bila shaka amekugomea. Ndio maana nipo hapa Eliza. Rais anaonekana kabisa kwamba anaogopa hao watu na hakuna jambo lolote ambalo anaweza kuwafanya hata kama wangefanya nini. Kwa wale mambo yanayotokea wenzake ana haki kabisa kufanya hivyo. Yule sio lafa, hata kama ni rais bado anayapenda maisha yake na nafsi yake, ukizingatia na familia yule. Japo simuamini kabisa yule mshenzi. Elizabeth hakuogopa kumuita rais wake hivyo na hakuwa na wasiwasi wote ule. Umuamini rais kivipi? Acha kuniuliza swali la kipuzi kama hilo na kujifanya kwamba wewe unamwamini yule mshenzi. Ni kazi yako kujua kila jambo la maisha ya nyuma na historia ya rais wako. Unaijua vizuri. Sasa ni kipi ambacho kinakushangaza sana hapa? Huyo anayemzungumzia wewe hapa ni rais wa taifa hili, hivyo sio rahisi kudiri na jina lake kama unavyokuwa unalitaja hapo wewe. Hili nalifahamu na ndio maana nimelitaja nikiwa mimi na wewe. Unahisi kwamba rais anahusika vipi hapa? Huyu ndiye pekee ambaye alikuwa ameingia makubaliano na hiyo familia. Na kama kuisaliti manake yeye ndiye ambaye ni mwenye hiyo nguvu, kwa sababu ana mamlaka ya kuvunja makubaliano. Una maana ipi labda kusema hiyo? Yeye ndiye ambaye anaweza kuwa mtu wa kwanza kuisaliti hiyo familia. Kai alishtuka kwa maelezo hayo kutoka kwa mkuu wa majeshi. Una maana ya kwamba rais anaweza kuwa ni mtu wa kwanza kabisa kuisaliti familia hiyo na taifa lake? Ndio. Eliza, una hakika kwamba uko sawa? Binafsi waga siongee yale ambayo mtu anakuwa anahitaji kuyasikia, bali naongea ambacho kinatakiwa kusikika. Wewe umemwona kasome katilia kukupa msaada wa kuitafuta hiyo familia, lakini vipi kama amegoma ili wewe uamini kwamba yeye hakuwahi kabisa kuisaliti? Sasa hata kama akiisaliti, kuna sababu zipi za msingi za kufanya hivyo? Rais ana rekodi ambayo sio nzuri kwa huko nyumba. Hivyo inatoa mwanya wa watu wa pembeni kuweza kumtumia yeye kukamilisha mambo yao tu kwenye hiyo familia. Kunaweza kuwa na muunganiko mkubwa sana wa matukio ya kuuawa kwa rais wa Jamhuri ya Kati Dodoma na hilo moja la uwanja wa afisi ambalo sina taarifa zake nyingi. Yaani kwamba rais anataka kunizunguka mimi. Wewe ni nani kwake kwani? Wewe ni kijakazi wake tu ambaye hata muda huu hapa akiamua kukutoa hapo na kutoa kwenye nafasi. Kwenye nafasi aliyopo anaweza kufanya mambo ambayo anaweza kuwa hayatatiani, lakini ikifika sehemu ya kulinda jina lake anakuwa hana namna. Ulikuwa unataka nini kwangu Kai? Nahitaji msaada wa kuweza kuitafuta hii familia. Msaada upi ambao unahitaji kutoka kwangu? Nahitaji watu wenye uwezo mkubwa sana wa kuweza kushirikiana na vijana wangu. Usiniambie kwamba unataka mimi nikupe makomando wangu wa kafe kipuuzi tu kwenye hayo mambo ambayo yamejaa kwenye fikra zako tu na yanaweza yasiwe na uhalisia wote ule. Eliza, jambo ambalo linatokea ni serious na ni hali ya hatari sana, inaonyesha inaenda kutokea kwenye taifa letu. Hao vijana serikali inatumia pesa nyingi sana kuweza kuandaa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba anatumika kwenye mazingira kama haya. Hivyo kwa sasa hivi sina namna nyingine. Kai, nilishuhudia siku ile makomando wangu karibia 10 wakiuawa na yule mwanamke kule msituni. Niliona namna jinsi anavyoua watu. Unahisi kuna kijana yupi ambaye anaweza kumzuia mwanamke kama jini yule? Unataka niwapeleke vijana wangu kwenye kifo kipuzi namna hiyo? Hapana, unaweza kuwatumia vijana wako tu kama kweli unataka kufanya jambo hili.
Amina yote tunajua kabisa kwamba vijana wangu wengi ni wazuri zaidi kwenye ukusanyaji wa taarifa tu. Nahitaji nguvu kazi kwenye eneo la tukio kwa sababu tunakoelekea tunaenda kutumia mabavu zaidi, na huko wanahitajika watu ambao wana uwezo mkubwa zaidi kuliko kukusanya taarifa tu. Nahitaji makomando Elizabeth. Ukiacha tu kwamba mimi binafsi kukupa huo msaada siwezi, lakini bado nataka kuniingiza kwenye ugomvi mkubwa na rais. Vipi kama siku akitambua kwamba kuna mambo ambayo yalikuwa yamefanyika bila amri yake au bila yeye kuwa na taarifa, na ni jambo ambalo linamhusu, na unaelewa kabisa kwamba ni swala la muda tu, lazima atajua. Mimi nitabeba msalaba wote utakayotokea, ila siwezi kukaa na kuendelea kuangalia haya. Kai, binafsi na kushauri ungejipa muda kwanza. Hiki unachotaka ukifanya ni jambo kubwa sana la hatari kweli. Ulitakiwa ulifanye kwa ruhusa yake, ili hata kama yakitokea madhara makubwa kwako unakuwa unajua na ni kitu gani ambacho kimefanyika kwa baraka zake mwenyewe. Nisingelikuwa hapa kukusikiliza unipe msaada kama nisingelikuwa na umuhimu Eliza. Kuna wakati rais anaweza asione sababu za mambo kwa sababu yupo kwenye ofisi salama muda wote, ila mimi nina uzoefu wa mambo kama haya. Nipo tayari hata kuipoteza hii kazi, lakini nataka niipoteze nikiwa ninapambania taifa langu. Tafadhali sana. Kwa wakati ambao mimi na wewe tumejuana na kufanya kazi pamoja, fanya ili kwa ajili ya kumbukumbu bora za wakati huo. Taifa linaingia shimoni. Tafadhali jitahidi angalau hata mara moja tu kuweza kufikiria hilo, ukawa ni msaada mkubwa wa ukombozi wa taifa hili. Elizabeth aliongea. Alikuwa ni mtu mzima na nafasi kubwa, lakini siku hiyo alitumia neno kuomba kwa sababu hakuwa na chaguo jingine isipokuwa hilo. Mwanamama huyo alinyanyuka na kumwangalia mkurugenzi kwa uso wa masikitiko, jambo ambalo lilikuwa linaenda kufanyika. Yeye alitambua mwisho wake ungekuja kuwa ni mbaya zaidi, lakini hakuona haja ya kuendelea kumkatalia mtu huyo kwa wakati huo. Nitakupatia hao watu, lakini una kazi moja kubwa ya kufanikisha kabla mimi kukupatia hao watu. Nipo tayari kuifanya. Unamkumbuka Joseph Zagamba? Unamaanisha shemeji yake rais? Ndio huyo. Hakuna mtu ambaye hamjui yule mtu. Ninaweza kuongea naye, lakini ile jambo ni lako wewe. Miaka 3 ambayo imepita alirudishwa rasmi kwenye orodha ya makomando bora 10 wa muda wote kwenye taifa hili. Huyo ni mtu mwenye uzoefu mkubwa sana na anajua mengi sana kuhusu uwanja wa vita na maisha ya namna hii, jinsi ambavyo wewe unahisi kwamba yanaenda kutokea. Mimi nahitaji niwe na uhakika wa usalama wa vijana wangu wakiwa huko kwenye kazi yako, na usalama wa vijana hao unategemea na mtu ambaye atakuwa yuko mbele yao kuwaongoza na kuwasimamia. Mtu pekee ambaye kwa sababu naweza kumpa imani hiyo ni Josefu. Hivyo kazi yako ni kumpata huyo mtu kwanza, ndipo mimi nitakupatia kile ambacho nakitaka. Unamaanisha unataka nimtafute alipo na kumleta kwako? Kai, kwani naona haupo sawa wewe. Mimi mwenyewe nina uwezo wa kwenda kwake na kumtaka arudi kazini au kumpigia hata simu hapa, ila sitaki afanye hili kama amri au ombi la kijeshi kulisaidia taifa lake, kwa sababu yule ni moja kati ya watu ambao wameifanyia makubwa sana Tanzania. Hivyo natakiwa afanye kazi kwa kujitolea kwa sasa. Kazi yako ni kumshawishi yeye afanye kazi kwa moyo wake. Nikienda mimi nitaonekanika nimeenda kwa msukumo wa nguvu ya kijeshi, ila kama ukienda wewe na akaweza kukubalia, basi itakuwa ni kwa sababu kataka mwenyewe kwa moyo wake, na hilo ndilo ambalo nalitaka, kwa sababu ukimpata yule basi ndiye atakuwa ni kiongozi wa hawa vijana wangu ambao nitakupatia. Shukrani kwa kuweza kunisikiliza na kunipatia msaada huu Eliza. Una maana kubwa sana kwangu. Baada ya Kai kutamka hivyo, wawili hao walipeana mikono, kisha yeye akaondoka hapo kwa mkuu wa majeshi. Elizabeth Throne alibaki akiwa amesimama akiwa anaangalia upande ule ambao yule mzee alikuwa ameishia. Alikuwa ni mmoja kati ya watu wajivuni kwenye maisha yake, hivyo kumuona siku ile akija pale kwake kuomba msaada, tena akiwa ni mpole namna ile, kidogo ilimshtua. Hata yeye mwenyewe alitambua kabisa kwamba mkurugenzi wa TIGI alikuwa hisi jambo zito, na huenda hakutaka kumwambia story nzima ilikuwaje, na ndicho kilichomfanya yeye akubali kuweza kutoa huo msaada ambao ulikuwa unahitajika.
Eneo la uwanja wa Fisi halikuwa la kuvutia tena kwa biashara wala ile biashara maarufu ya umalaya. Eneo hilo lilikuwa linanuka damu kwa wakati huo, damu ambayo ilionekanika kuwa sehemu hatari ya watu kuweza kupata mani tena na kupasogelea. Paligeuka kuwa jehanamu ndogo kiasi kwamba eneo hilo watu wengi walipotea. Walibakia wale ambao makazi yao yalikuwa eneo la jirani, na hapo kwa sababu hawakuwa na sehemu nyingine ya kuweza kukimbilia kutokana na gharama za maisha na ugumu wa jiji kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Kwa aina ya mauaji ambayo yalifanyika pale, tena uvumi ukiwa unaelezea kabisa kwamba mhusika wa hayo yote alikuwa ni sehemu ya wale malaya, ulifanya kwa kiasi kikubwa sana umalaya kupungua Tanzania. Ulipungua kwa sababu kila mtu alianza kuyahesabia maisha yake. Watu wengi waliona kwamba na wanaweza kuja kuwa sehemu ya wahanga wa tukio kama yale, hivyo ikala kwao. Jiji lilipuka kwa hofu na minong'ono isiyoisha, na kukuwa na uwezo wa kubadilisha ukweli kwamba ni kweli tukio hilo lilikuwa limetokea tayari. Kutokea kwa hilo tukio kulifanya eneo hilo kuwa na askari polisi wa kutosha, kwa sababu kuna kituo cha polisi jirani kabisa na eneo hilo. Uwepo askari eneo hilo uliashiria kwa ukubwa kwamba kulikuwa kuna uchunguzi mkali unaendelea, ikiwa ni mhusika wa mauaji na sababu za msingi za kufanya hayo yote kutokea, lakini haikuwa sababu ya kuweza kuzuia utafiti wa watu wengine ambao waliona hiyo ilikuwa ni sehemu sahihi ya kuweza kukusanya taarifa ambazo zilihitajika kutoka kwa hao watu. Timothy Uganze, mpelelezi huyu ambaye mara ya mwisho alienda Dodoma kikazi, alikuwa yupo kwenye viunga vya maeneo hayo kuweza kuhakikisha na kusanya taarifa za muhimu ambazo zingemfaa huko baadaye yeye na shirika zima, kwa sababu mlolongo wa matukio ya namna hiyo yalikuwa yakitokea kwa sababu maalum. Hivyo kama taifa lilitakiwa kujiandaa kwa lolote ambalo lingeweza kutokea kwa wakati wote ule. Alikuwa ameketi kwa nje ya kibanda kimoja kwa bwana mmoja hivi ambaye alikuwa anauza vilevi vikali, akiwa kama mpita njia tu wa eneo hilo. Nasikia ndio linatisha ndugu yangu. Anyway, wengine ni wageni kabisa, tunakutana na taarifa wakati tumeshafika tayari. Aliongea akinywa kinywaji kama mtu ambaye hakuwa na hili wala lile kwa yote ambayo alikuwa ametokea pale. Ndugu yangu, dunia inatisha ise. Yaani kuna watu unajiuliza hao binadamu wamekuja kwa vipi yani ise. Yaani kwa kweli huenda nimeshuhudia watu wakifa, ila tukio la hapa limenifanya nianze kuogopa upya wanadamu. Kwa nini, kitu gani kimetokea? Nasikia ni moja kati ya malaya ndiye ambaye amewaua wenzake na wateja wao, kisha kama ameenda kusababisha shoti kwenye transformer na kupotea. Malaya tu ndiye ambaye fanya jambo la hatari kama hilo. Hapo ndipo yanaulizwa maswali ambayo hata majibu yake kuyapata inakuwa ni ngumu sana kwangu. Huyo malaya alikuwa ni mgeni hapa. Hata hajulikani ni yupi ambaye wanamtaja, maana yake mpaka sasa hivi bado hakuna taarifa kamili ambayo imetoka. Sasa limetokea jambo la kutisha kama hili na bado upo hapa mtaani ndugu yangu. Huogopi kwamba inaweza kuwa ni hatari kwa upande wako? Kaka, yani siku zote pesa haitaki mtu mwoga. Yani kabisa. Hii ndo kazi yangu mimi. Hii ndo kazi yangu ambayo niweka mjini na kuilisha familia yangu, hivyo kama nikisema kwamba niifunge basi familia yangu itateseka ndugu yangu, sina namna. Sasa mbona watu wenyewe wako hesabu tu? Wateja wanatoka wapi na wengi wameshatawanyika tayari? Wateja hawezi kukosekana Dar es Salaam hapa bwana. Hata au polisi wenyewe ni wateja wangu wazuri sana, hivyo hata kama wasipotokea watu wengine kama wewe, basi lazima wa polisi watakuja hapa kunywa. Siwezi kulala njaa na nguvu ninazo kaka. Kwa nini eneo kuna tukio la ajabu ambalo limewahi kutokea kabla? Hapana, ndo mara ya kwanza mimi nashuhudia kufanyika kwa jambo kama hili eneo hili. Wewe unahisi kabisa kwamba ni bahati mbaya? Asina utaalamu wa mambo, ila kwa akili ya kawaida tu ni kwamba mtu hawezi kuwa watu wengi namna ile halafu iwe ni bahati mbaya. Tunapaswa kuliombea taifa letu aisee. Kifo ni kitu kibaya sana kwenye maisha. Aliongea akiwa analipia pesa na kutoweka hapo. Alikuwa anataka kupata fununu kaza wa kaza baada ya kujifanya naye alikuwa ni raia wa kawaida tu kabla ya kwenda moja kwa moja eneo husika. Taarifa hizo alizipata kutoka kwa mfanyabiashara ambaye alikuwa anahisi anaongea kawaida na mlevi, lakini haikuwa hivyo. Alikuwa ni mtu wa kazi ambaye alikuwa ameenda hapo kwa ajili ya kazi maalum. Alitembea taratibu mpaka eneo la tukio kabisa. Kulikuwa kuna elekea kupambazuka siku hiyo ya tukio. Vyumba vilikuwa vimetapakaa damu kila mahali. Askari mmoja alimfuata na kuhitaji kumzuia kuingia eneo hilo, ila alikuwa mpole baada ya kuonyeshwa kitambulisho na kugundua kwamba alikuwa ni askari mwenzake. Alizunguka kila sehemu kuweza kuikagua miili hiyo ambayo haikuwa na uhai mpaka alipokutana na askari polisi mmoja ambaye alionekana kuwa na mawazo mengi pembeni ya mwili mmoja mwanamke ambaye alionekana kuwa binti mdogo tu. Vipi ndugu yangu, unaonekana umewaza mbali sana hapa?
Timothy alimshtua askari huyo wakati yeye mwenyewe akiwa anausogelea ule mwili na kuinamia, akiwa anaugeuza mkononi akiwa amevaa gloves. Hili tukio limenirudisha mbali sana ndugu yangu. Ndio maana unaona nimezama mbali. Kuna kumbukumbu zipi ambazo zinakujia? Hao watoto wadogo kama huyu hapa binti, kuna nyakati waga hawaelewi maisha mpaka siku yanawakuta matatizo kama hivi. Sina maana ya kumlaumu, lakini nikiona hali kama hii hapa inamkuta binti mdogo kama huyu, waga najisikia vibaya, na huenda ndio sababu ambayo waga inanifanya naichukia sana hii biashara yao. Kuna jambo gani lilikupata? Miaka 6 ambayo imepita huko nyuma, sikuwa kabisa na ndoto ya kuja kufanya kazi kama hii. Sikuwahi kabisa kupenda kuja kuwa askari kwenye maisha yangu, na hata kama zingelikuja kazi zote, basi hapa ingelikuwa ni ya mwisho kabisa kwenye hesabu zangu. Hiyo inatokana na kwamba babangu ni mtu ambaye alifanikiwa mapema sana kwenye maisha yake. Hivyo hata mimi nilikuwa natamani kuzifuata nyayo zake kuwa kama yeye kwa baadaye. Siwezi kudanganya ni kwamba nimezaliwa kwenye familia ambayo ina mafanikio makubwa sana, hivyo hakuna kitu tumewahi kukikosa kwenye maisha yetu. Kwetu tulizaliwa watatu tu pekee, na mimi ndiye mtoto mkubwa kwa mzee wangu. Yaani maisha ya kufanya tupate kila kitu pia yalikuja na madhara yake, kwa sababu tulikuwa haturuhusiwi kwenda kila mahali ambapo sisi tulikuwa tunapataka. Hivyo ikapelekea matatizo makubwa sana kwa baadaye. Najua mzee wangu kwa kipindi kile alikuwa anahisi kwamba anatupatia malezi ambayo ni bora, na huenda alikuwa sahihi, ila kwa upande mwingine ni kama vile alileta tatizo ambalo halikuisha kwa wakati ule kwenye maisha yetu. Huenda kwa sababu hatukuweza kuliona kama tatizo. Mdogo wangu ambaye amenifuata mimi alikuwa ni wa kike na wa mwisho ni wa kiume. Sasa yule wa kike kubaniwa nyumbani nadhani kilimharibu, hususan wakati ambao alikuwa anazipata zile simulizi kutoka kwa wenzake kuhusu maisha ya nje na mapenzi. Ile ilimfanya ahitaji kujifunza aina ya maisha kama yale ili ajue yapoje. Ushenzi wa mapenzi ni kwamba kadri unavyokuwa chelewa kuyajua ndivyo atakavyokuja kukuchanganya zaidi siku ukija kuyaonja. Mdogo wangu aliyajulia ukubwani, yakaja kumharibu. Baada ya kuyaonja tu yakamtoa akili, akawa haelewi kitu bila kukutana na mwanaume na kufanya naye mapenzi. Sasa sijui kama aliona wanaume hawamtoshi au tatizo kubwa lilikuwa ni lipi. Baadaye alianza kujiuza kwa siri. Akawa kwa siku analala na wanaume mpaka 20 kwenye biashara yake ya kujiuza. Alikuwa ni tofauti na wanawake wengine ambao walikuwa wanafanya kwa ajili ya pesa. Yeye pesa ilikuwepo muda wote ambao angeweza kuitaka yeye, lakini aliona hiyo biashara inamfaa zaidi kutimiza haja ya moyo wake. Ile taarifa nilikuja kuipata kwa rafiki yangu mmoja ambaye jamaa anayemfahamu alienda kuweza kununua malaya, akakutana na mdogo wangu. Jambo la kushangaza, yule bazazi ni kwamba naye pia alilala naye. Sikuamini hayo yote, hivyo ikanilazimu mimi mwenyewe kuhitaji kwenda kujionea jambo hilo. Mafiati Mbeya. Nakumbuka ilikuwa ni 2:30 usiku ambapo nilikuwa nimeenda kupaki gari mbali na eneo lile. Sikuamini kweli nilikuwa nimeenda kukutana na mdogo wangu wa damu kabisa akiwa anajiuza. Nilia sana siku ile, lakini nilimpiga kipigo cha mbwa mwizi. Zile taarifa zilifika mpaka nyumbani, jambo ambalo lilimfanya babangu kupata hasira kali sana na kutaka kumuua dogo, lakini nilizuia hilo. Dogo aliwekewa mpaka walinzi kuanzia wakati ule, wao wanahakikisha kwamba haendi mahali popote pale, lakini sikio la kufa wagali sikidao. Hata siku moja, hata kama ungetumia nguvu kiasi gani, uweze kulitibu. Dogo alikuwa kitoroka usiku na kwenda kwenye yale maeneo kujiuza. Nadhani ni majini alikuwa yamemuingia kwenye mwili wake, mpaka siku moja ambapo lilitokea tukio la ajabu sana. Mimi nilipigiwa simu kwamba natakiwa kwenda kwenye guest moja hivi. Nilishtuka kwa sababu hayo ni maeneo ambayo binafsi waga siendi, na hata kama nikienda basi kuna sababu maalum ama kubwa za kunifanya nifike huko. Baada ya kufika lile eneo, nilikutana na msururu wa watu wengi sana. Nilishtuka baada ya kufika eneo lile, nilikutana na msururu wa watu wengi sana. Nilishtuka na kutokuelewa sababu mimi kuwepo pale, na ndipo nikakumbuka mdogo wangu. Roho ilipasuka kwa hofu. Nilipiga simu yake lakini haikupatikana. Niliwapigia walinzi wake nao pia sikuwapata hewani, hivyo nikajikaza tu kuingia ndani. Nilikutana na jambo ambalo sikuwahi kufikiria kwenye maisha yangu. Nilikutana na maiti ya mdogo wangu wa damu ambaye nijitahidi kumpambania kama kaka kuhakikisha kwamba hasimami kwenye njia ambayo ni mbaya, lakini ilishindikana. Mdogo wangu alikuwa amekufa. Nilijaribu kufuatilia kwa undani ili niweze kutambua kwamba ni nani ambaye alimuua na kwamba sababu zipi, ndipo nikaja kugundua kwamba wanaodaiwa kuwa wateja wake walimbaka na kumuua mle ndani. Kwa umri wake alikuwa na mengi sana ya kutakiwa kuyatimiza kwenye maisha yake, kwa sababu alikuwa mdogo, ila hakukuwa na namna ya kuweza kubadilisha ile swala. Niliwataka polisi wafanye wawezalo kuhakikisha kwamba walifu wanapatikana, lakini gesti za mtaani huaga hazinaga hata kamera.
angewapatia wapi sawalifu? Kwa hasira nilishia kuwafunga wale wahudumu wa guest, lakini baadaye niliamua kuwasamehe tu. Na wale walinzi wa mdogo wangu, nadhani baada ya kugundua tatizo waliamua kukimbia, kwa sababu walitakiwa kujibu kwamba alifikaje pale kwenye maeneo ya kujiuza mpaka akatekwa na watu hao na kwenda kumbaka na kumuua. Polisi hawakuwahi kumpata mhusika wala kuja na jibu la moja kwa moja kwamba mhusika alikuwa ni nani kwenye ile tukio. Ile ilikuwa ni sababu ambayo ilinifanya mimi niingie kwenye kazi ambayo niliamini kwamba kila mhalifu anatakiwa kulipa kwa ushenzi ambao anaufanya kwa gharama na kwa namna yote ile. Hivyo kukuta tukio la binti mdogo kama huyu tena naye akiwa anajiuza limeniuma na kunikumbusha yale maisha ya mdogo wangu ya zamani, na ndio maana nimejisikia vibaya. Timothy alielewa sababu ambayo ilikuwa imemfanya mwenzake huyo aweze kuwa kwenye hali ya simanzi namna hiyo. Alimgonga mgongoni na kumpatia pole, kisha akamtaka mpatie maelezo ya hayo matukio, na alipokuwa amehakikisha kwamba amezipata taarifa za muhimu, na baadaye alipotea kwenye hiyo sehemu bila kumwaga mtu yoyote. Basi bwana, jioni moja tulivu ndani ya mitaa ya makumbusho, walikuwa wamekutana watu ambao walikuwa wakihakikisha usalama wa taifa lao kwa ajili ya kuyajadili mambo kadha wa kadha ambayo ilikuwa ni muhimu kwa taifa kuhakikisha mipango inaenda kama ambavyo kurasa za karatasi zao zilivyokuwa zinataka yaweze kufanyika. Timotheo alikuwa amesimama mbele ya wote. Ni yeye ambaye alikuwa na mambo kadhaa ya kuweza kuyasema mbele hapo na kumfikishia ripoti bosi wake wa kazi ambaye alikuwa ametumwa kwenda kuifanya hivyo. Atusime Baiduguba ndio jina la huyo binti ambaye anadaiwa kuwa amefanya ile tukio la kutisha pale uwanja wa afisi. Marafiki zake wanamuita Irene, au waweza kumuita hivyo kwa sababu ndio jina lake ambalo huaga analitumia mjini hapa. Amezaliwa mkoani Kagera, ni mtoto wa pekee kabisa kwa mama yake. Aliletwa hapa mjini na rafiki yake ambaye anaitwa Koku, ambaye ndiye aliyemuingiza kwenye hii biashara. Usiku wa tukio binti alionekanika kuwa tofauti na vile ambavyo walimzoea eneo hilo. Alionekanika kuwa mwanamke tofauti kabisa, kiasi kwamba walihisi labda hakuwa sawa kwa siku hiyo, na ilikuwa ni kawaida kwenye maisha ya mwanadamu mtu kuwa namna hiyo. Sasa ni jambo gani ambalo limefanya isiwe kwamba yeye ndiye alikuwa amehusika na tukio hilo? Muda mfupi kabla ya tukio kutokea, binti alionekanika karibu na lile eneo kama nilivyokuwa nimesema kwamba hakuonekanika kuwa sawa. Lakini muda mfupi baada ya tukio hilo kuweza kutokea ni kwamba huyu binti hakuonekanika tena maeneo yale. Na jambo la kushangaza ni kwamba yeye hakusumbuliwa na mlango wake ulikuwa umefungwa. Kwamba hii inaweza kuwa ni bahati mbaya labda? Jibu ni hapana. Huyu hata kama hausiki yeye mwenyewe, basi kuna jambo ambalo analijua kuhusu haya ambayo yametokea. Huyu binti mpaka sasa hivi hajulikani wapi alipo. Hapatikani kwenye namba yake, na mahali ambapo alikuwa anaishi amehama bila taarifa kutoka kwa mtu yote yule kwamba kapotelea wapi. Hapa njia pekee ya kuweza kumpata huyu ni kupitia rafiki yake Koku, kwa sababu ndiye anamjua kiundani zaidi, kwa kuwa ndiye alimleta ndani ya hili jiji na wametokea sehemu moja. Timotheo alijaribu kuweka wazi yale ambayo maelezo alikuwa ameweza kuyapata kutoka kwenye ile tukio, akiwa anasikilizwa na kwa makini sana. Ni watu watatu ambao walikuwa wakimsikiliza nyakati hizo, akiwemo bosi wake. Bahati mbaya eneo lile halina zile kamera kwa ajili ya ulinzi kutokana na shughuli ambazo zinaendelea pale. Lakini kwa akili ya kawaida tu, binti maskini kama huyo ambaye wewe umesema hapa hawezi kufanya tukio la namna hiyo kwa akili yake. Hapo inahitajika muda wa kuweza kupata mafunzo ya matumizi ya silaha kufanikisha upatikanaji wa silaha, jambo ambalo sio rahisi kwa mtu tu wa mtaani kuweza kulipata. Hivyo ni jibu moja kwa moja kwamba yeye ametumika tu. Kama ametumika, ni nani ambaye yuko nyuma yake na kwa nini afanye tukio kama hili kwa wakati kama huu? Alikuwa ni mkurugenzi mwenyewe akiwa anazipiga hesabu zake maridhawa kwa ajili ya hayo mambo yaliyokuwa yanaendelea. Mkuu, nataka kusema kwamba huenda ili tukio lina muunganiko na yale mengine ambayo yametokea? Ndio. Kama ni hivyo, maana yake wauaji ni watu wa aina moja. Swali ni kwamba kwa nini wakaue wanawake wasiokuwa na hatia kama wale? Timothy, mtu message anapokuwa anahitaji kukupatia ujumbe, kwa lazima uaga anatumia njia ambayo ni ngumu, na ni lazima wewe uelewe ujumbe kwa lugha ngumu. Nadhani inaweza kuwa kweli kwamba matukio haya yote yanafanywa na watu wale wale. Bado sijaelewa kwamba ni kwa nini waue malaya. Anafikiri leo unatakiwa kulipatia majibu wewe mwenyewe kwa kumtafuta huyo binti, kwa sababu unatakiwa kukutana na huyo rafiki yake aweze kukusaidia baadhi ya taarifa ambazo zinaweza kuwa na msaada kwa baadaye, ili tuhakikishe kama kweli mhusika wa haya matukio yote ni mtu mmoja,
ila kama ukimkosa huko au usipopata taarifa zake kwa hiyo rafiki yake, basi hakikisha wewe mwenyewe unaenda huko Kagera kwa ajili ya kukutana na mamake mzazi. Unataka nimtume mamake mzazi kumpata yeye? Unachagua jingine labda? Hapana mkuu. Nenda kafanya kazi yako, nataka kupata majibu ya haraka. Timothy hakuwa na neno jingine, aliondoka ndani ya hilo jengo kubwa na kuingia kwenye gari kwenda kumsaka huyo mwanamke. Lakini upande wa nyuma yake kiongozi wake hakumpatia baadhi ya taarifa ambazo hakuona kama zilikuwa zinamfaa kila mtu kuwa nazo. Baada ya kumaliza yale maelezo yake, alitembea na wale watu wake wengine ambao alikuwa nao wakati ule na kuelekea kwenye lifti. Alishuka na lifti mpaka floor ya chini kabisa. Alishuka na kuwataka wale watu wake wamsubiri kwenye chumba ambacho kilikuwa karibu na kwenye hilo eneo. Alihakikisha wameingia, ndipo akawa ameanza kujiongea taratibu kuelekea sehemu moja ambayo ilikuwa imekaa kama mduara. Eneo hilo ilikuwa ni ofisi yake binafsi ambayo hakuna mtu alikuwa anaruhusiwa kabisa kuingia. Alifungua kwa mionzi ambayo ilikita kwenye jicho lake na kisha pakafunguka. Alipokuwa ameingia, eneo hilo lilijifunga lenyewe. Ndani kulikuwa kuna eneo kubwa kama sebule ambayo ilikuwa imesheheni vifaa vya kisasa kabisa. Ndani ya eneo hilo walikuwa wamekaa wanaume 7 na mwanamke mmoja. Wote walikuwa wamevaa suti nyeusi kasoro yule mwanamke ambaye alikuwa amevaa suti ya blue kwenye mwili wake. Heshima yako kiongozi. Wote walimtamka baada ya kusimama na kutoa heshima. Walionekanika kuwa ni vijana wake ambao hata hakuwaitikia kabisa salamu zao. Alitembea kama mtu ambaye alikuwa na hofu kubwa ndani yake, lakini ujasiri na uzoefu wa kuwa kiongozi mkubwa kwa muda mrefu ulikuwa umembeba na kumfanya kuwa imara mbele ya vijana wake. Tunaenda kufanya moja kati ya mambo ya hatari sana kwenye historia ya maisha ya mwanadamu wa kawaida ambaye amezaliwa, anavuja damu na kufa pia. Ni jambo ambalo kuna uwezekano wa 90% kwamba wote hapa mtakufa kwa kutaka au kwa kutokutaka. Hivyo kabla sijawaambia ni jambo gani ambalo linaenda kufanyika, nataka kujua ni nani na nani ambao hawapo tayari kuifanya hii kazi. Kumbukeni kwamba hii kazi sio ya lazima, bali ni ya kujitolea. Hivyo hata kama mtu akikataa kwenda kuifanya, hakutakuwa na adhabu yoyote ile, wala sitamfikiria vibaya kwa sababu najua na familia za kuweza kuzitunza. Hivyo nipo tayari kuwatoa wote kwenye hii kazi kama hamtakuwa tayari, kwa sababu nina uhakika wa 90% nyingi kwamba lazima mtakufa. Ilikuwa ni kauli nzito kutoka kwa mkurugenzi Kai kwenda kwa vijana wake. Walikuwa na kazi kubwa mbele yao, ila walitakiwa kutambua kwamba kazi hiyo ilikuwa na 1% kubwa ya kwenda na maisha yao wote. Walimeza mate na kuangaliana. Walikuwa ni wataalamu kwenye huo ulimwengu na walikuwa wakielewa misingi ya hiyo kazi yao. Si jambo rahisi kiongozi wao ambaye ndiye amewatengeneza, anawasimamia na kuwafundisha mipango ya kazi kuja na kazi ambayo ilionekanika kabisa kwamba tayari ameshaikatia tamaa. Wote walitikisa vichwa vyao kuonyesha kwamba walikuwa tayari kuifanya kazi hiyo. Mkurugenzi alitabasamu. Alitoa lile tabasamu hafifu ambalo halikuwa na matumaini ndani yake, kisha kaketi vizuri. Ni mlolongo ambao upo kwa miaka mingi iliyopita. Utata ambao ulianza kwa zaidi ya miaka 23 ambayo imepita. Mimi nimebahatika kuwa mmoja kati ya sehemu ya huo utata kwa muda mrefu. Nimekuwepo hapa na nimeona mengi ambayo yametokea. Na mengi ni mambo ya kutisha ambayo kiuhalisia hayapaswi kabisa hata kuzungumziwa mbele ya jamii na watu wa muhimu kama nyinyi. Huenda mnanishangaa kwa nini naanza na kuwatisha kabla hata ya kuwapa kazi yenyewe. Siwatishi, niaminini mimi najuta hata kuwa kwenye hii nafasi na kuweza kuwapa amri ya kufanya kazi ya namna hii, na ndio maana nimekuja hapa kwa kuja kuomba. Ni kosa kubwa mimi kumuomba kijana wangu kufanya kazi. Inaweza kuonekanika kama ishara ya udhaifu. Inaweza kuonekanika kama kiongozi na haribu kazi kwa sababu mimi mwenyewe naonyesha kuiogopa kazi yangu. Ila aminini kwamba naongea haya kwa hofu na uchungu mkubwa sana, kwa sababu hili ambalo mnaenda kulifanya linatisha sana. Limebeba maisha ya watu wengi sana. Limebeba maisha ya vijana wangu wengi na hata ambao walikuwepo kabla yangu mimi. Jambo hili limebeba maisha ya wake wa marais wenyewe. Limebeba maisha ya makomando wengi sana. Limebeba maisha ya wakurugenzi kama mimi, lakini jambo kubwa la kuwahusu ni kwamba jambo hili limebeba maisha ya vijana wengi kama ninyi hapo. Vilikuwa vikosi vingi sana ambavyo vilitengenezwa ndani ya TIGI kwa muda. Vikosi ambavyo vilikuwa kwa ajili ya kutoa msaada kuhakikisha taifa linakuwa lipo kwenye hali ya usalama, lakini vikosi hivyo vilisha pabaya. Ni vikosi ambavyo vimesheheni watu wenye vipaji na uwezo mkubwa sana kwenye kazi. Ni vikosi ambavyo vimesheheni vijana wenye uwezo mkubwa, mapigano wasioamini kwamba wanaweza kuzidiwa na mtu wa aina yoyote ile, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba hawa wote mpaka sasa hivi hawapo hai. Ni watu wawili tu kwenye vikosi vya zama zote hizo
ambao walifanikiwa kuishi mpaka leo. Kati hao wawili, mmoja wao alihama na taifa hili kabisa, na mmoja mpaka leo hii ana kilema cha maisha. Imekuwa inaniwia gumu sana kuweza kutengeneza kikosi kingine kwa ajili ya hii kazi, kwa sababu nayajua matokeo yake. Kwa hiyo nikisema nahitaji mtu kujitolea, na maanisha kwamba mtu ambaye yuko tayari kufa. Kabla ya kujibu kwa mara nyingine kwa akili za utulivu, nataka niwakumbushe jambo jingine la muhimu. Ni kwamba tunaenda kuifanya hii kazi kwa siri bila ruhusa ya Mheshimiwa Rais. Maana yake ni kwamba kama ikija kujulikanika, basi mimi ndiye ambaye nitawajibika, na nipo tayari kwa hilo, kwa sababu sipo tayari kuona taifa langu liko linateketea chini ya usimamizi wangu. Mheshimiwa, bado sijakuelewa vizuri. Umeanza na maelezo ya kutisha ambayo ni kama yana hofu ndani yake. Nadhani ni wakati wa kutuambia sisi ni jambo gani ambalo linaendelea hapa. Aliongea mwanaume mmoja ambaye sauti yake ilionyesha namna jinsi alivyokuwa akijiamini. Hakuonekanika kuwa na hofu ndani yake. Bosi wake alimwangalia kwa umakini kwa muda wa dakika nzima. Nilipokuwa mdogo niliwahi kuota ndoto moja hivi, ndoto ambayo mpaka leo huaga inanitesa kwenye moyo wangu na fikra zangu, na muda mwingine huaga inanijia kwenye njozi zangu na kunipa taabu kubwa sana kuweza kuisahau. Ile ndoto ilikuwa mbaya, ila sikuwa na ule utashi wa kuielewa, na ndio sababu kubwa ambayo ilinifanya nikaipuuzia, lakini matokeo yake hayakuwa mazuri kwa baadaye. Niliota ndoto kwamba kuna ajali kubwa sana imetokea, ajali ambayo ilikuwa inaenda kuyabeba maisha ya mdogo wangu wa damu. Nilishtuka kwenye ile ndoto, lakini nikasita kwa sababu niliogopa. Iliniwazisha usiku mzima kwa sababu sikuweza kulala tena. Nilijaribu kuiwazia ile ndoto kwa muda mrefu na kujaribu kuwaza nje ya uwezo wangu, lakini nilishindwa. Sikuwahi kuwa mtabiri wala sikuwahi kuwa na aina ya ndoto kama ile kwenye maisha yangu yote kabla. Hivyo hata wakati ule niliona tu ni upotezaji wa muda, lakini nilikuwa nimesahau kwamba kesho yake mdogo wangu alikuwa na safari asubuhi yake. Hata kama ningesema kwamba nisimlie, nani ambange niamini? Wangeona kama vile naanza kueuka, hivyo nikaamua kubaki na jambo lile moyoni. Ukweli ni kwamba lile tukio lilikuwa la kweli. Nilioteshwa ndoto ya kweli kabisa, kwa sababu mdogo wangu alipokuwa amepanda tu kwenye gari hakurudi tena nyumbani, bali ilirudi maiti yake. Sasa fikiria kama wewe ungelikuwa ni mimi kwa wakati ule. Ungeishi vipi na ile hatia kwenye maisha yako yote, na ulikuwa na uwezo wa kuweza kufanya jambo na uenda ungemsaidia mdogo wako kuweza kupona na kuendelea kuishi tena. Na hakika hata hamjanielewa kwamba ni kwa nini nimewasimulia kisa hiki cha maisha yangu ya huko nyuma. Alitulia na kuangalia tena vijana wake, alimeza mate na kuendelea. Hii ndoto imekuwa na maana kubwa kwenye uongozi wangu. Unapokuwa kwenye nafasi yangu hii, kazi yako kubwa ni kusimamia utekelezaji, kutoa amri na kuhakikisha mambo yanafanyika kwa ukubwa ambao unahitajika. Lakini muda mwingine hata mimi kiongozi ni mwanadamu. Ni mwanadamu ambaye nina hisia, nina moyo, na pia nina udhaifu wangu kama walivyokuwa wanadamu wengine, kwa kuwa sio mkamilifu. Lakini dunia haiwezi kuliona hilo. Kwa matukio ambayo nimeyashuhudia yanatokea kutokana na hili jambo, ndio yamenifanya niwe makini sana kwa sasa hivi kwenye kufanya kila maamuzi ambayo naenda nayo. Lakini kuna wakati pia inanilazimu kufanya maamuzi magumu, kwa sababu ndio kazi yangu na nafasi yangu inanitaka mimi kuweza kufanya hivyo. Wengi wenu hapa mmeishi zaidi kwa kazi za nje kwa miaka ya hapa karibuni, lakini mnaelewa yale ambayo yalikuwa yanaendelea na kutokea hapa. Miaka 3 ambayo imepita, Rais wa Tanzania aliingia makubaliano na familia ya Rionela. Wengi wamezoea kuita familia Gavin Loka. Makubaliano hayo yalikuwa ni kwamba familia hii haitakiwi kuja kusumbuliwa wala kutafutwa kwa mara nyingine kwa namna yote ile. Hivyo serikali ijifanye kwamba haijui yaliyotokea. Makubaliano haya yalikuwa na faida pande zote mbili. Upande wa kwanza ni kwa rais na serikali, ambapo rais alikuwa na baki salama na serikali ilikuwa inahakikisha taifa linakuwa salama kutoka kwenye umwagaji damu ambao ulidumu kwa muda mrefu. Lakini upande wa pili ulikuwa ni kwa familia ya Rionela, familia ambayo kwa miongo mingi imekuwa ikiishi kwenye heka nyingi, lakini hawakuishi hapo tu, bali waliwapoteza watu muhimu kwao, akiwemo kiongozi mkuu wa familia pamoja na mke wa msaidizi wa familia hiyo, Sarah Martin. Sasa hayo makubaliano ndio ambayo yamefanya taifa hili kuingia kwenye amani ya muda wa hii miaka 3 ambayo imepita, na kuliweka taifa kwenye hali ya usalama mkubwa sana, kiasi kwamba kumekuwa na hali nzuri kama taifa tunajivunia. Ila jambo hili kwa sasa halina faida tena kutokana na sababu ambazo ziko mezani. Hapo juzi kuna mauaji mapya ambayo yametokea Dodoma. Mauaji ambayo yameanza kuleta kumbukumbu za huko nyuma. Nilimtuma kijana wangu hakikisha kwamba analipatia ufumbuzi jambo hilo, lakini kabla yeye kukamilisha hiyo kazi kuna mtu ambaye alikamilisha kabla yake.
Othman Chunga, ambaye na imani hapa wote mnamfahamu kwa undani na uzuri kabisa. Huyu ndiye aliua hawa watu ambao walivamia Dodoma, na alikutana pia na kijana wangu ambapo alimpatia nafasi nyingine ya kuweza kuishi. Alitulia wakati huo, vijana wake alibaki wakiwa wanaangaliana. Ni kama vile hawakuwa wanamuelewa vizuri kwamba mtu huyo kuua wahalifu kulikuwa kuna sababu zipi za wao kuhusika kwenye hilo swala. Alijikoza kidogo na kuendelea. Kuonekana kwa Othman kirahisi kama mwanadamu inawezekana, lakini haiwezekani kwa aina ya mtu ambaye ni yeye, lakini na sababu za kumfanya yeye kutokea. Hawa watu wamewahi kupotea kwa miaka 20 ambapo tuliwatafuta, lakini hawakuwahi kabisa kupatikana wala kuwepo kwa taarifa kuhusu uwepo wao mpaka walipoamua wao wenyewe kujitokeza zanani. Hawa watu wana maisha ya namna yao ambayo yanawatofautisha na wanadamu wengine hapa duniani. Kwanza, uaga watokea sehemu bila sababu za msingi, na kama hawahusiki na jambo lote lile, na mara nyingi wakitokea uaga lazima kuna mambo ambayo yanakuwa yanaenda kutokea. Hivyo kutokea kwa Othman ni ishara kwamba kuna mambo mengi tu ambayo yanaenda kutokea hapo mbele na yanawahusu wao. Kama kuna mambo ambayo yanaenda kutokea, maana yake ni kwamba hili jambo kuna uhusika wao, na hili ndilo ambalo linaenda kuleta maafa makubwa sana kwenye taifa hili. Kutokea kwa yule mwanaume tena akiwa anahitaji tutambue kama yeye anaonekanika na ameonekana, ni jambo baya zaidi kwenye hili taifa. Jambo ambalo linanipa mashaka zaidi ni yeye kuhakikisha kwamba amewaua hao watu kabla ya kijana wangu kuweza kuwafikia. Ina maana kwamba huenda ana taarifa za ndani za watu hawa, na hizo taarifa zinatakiwa zipatikane na zifike kwangu. Alimwambia kijana wangu kwamba taifa linaenda gizani tena. Alidai kwamba tunaenda kwenye siku mbaya zaidi ya zote ambazo zimewahi kutokea huko nyuma, hivyo tuwe na utayari. Hiyo ilikuwa ni hatari inatangazwa kwenye shirika letu, tena mbele yangu kama mkurugenzi. Sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunazuia hatari kama hizi zisiweze kutokea, kwa sababu zikitokea kuzitatua linakuwa ni jambo gumu sana, ama ambalo haliwezekaniki kabisa. Hivyo tunatakiwa kuanza nalo mapema. Sasa kama hawa watu ndio ambao wana hizi taarifa, kwa maana hiyo ni kwamba wanatakiwa kupatikana kwa namna yote ile ambayo inawezekana, ili tuweze kupata taarifa za yale yote ambayo yanaendelea. Ila kwa bahati mbaya ni kwamba rais amegoma hili jambo kufanyika. Rais anaogopa kuyavunja yale makubaliano na hawa watu, hivyo amenionya kwamba familia hii haitakiwi kabisa kuguswa, na kwamba atajaribu kufanya jambo hilo basi kuna hatari kubwa sana itakuja mbele yake. Tumeshindwa kufikia mwafaka wa jambo hili mimi na rais, kwa kuwa amekana moja kwa moja, na mimi siwezi kukaa kusubiri mauaji zaidi yaanze kwenye taifa hili, ukizingatia kuna mauaji mengine ambayo yametokea kwenye dangulo la uwanja wa Fisi huko, na tukio hilo linaonekanika kuunganika na matukio mengine. Kushindwa kuweza kuafikiana na rais ndio sababu kubwa ambayo imenifanya mimi kutengeneza kikosi hiki cha siri kwa ajili ya kwenda kuifanya hii kazi kubwa ambayo kwa sasa hivi itakuwa mbele yenu kama mkikubali wote kuifanya, ni kuitafuta familia ya Leonela. Lengo kubwa ni kuweza kuzijua taarifa ambazo wanazo wao kuhusu haya mambo ambayo yanaenda kutokea, lakini kingine ni kujaribu kuweza kuwazuia kabla haijatokea hatari mbaya zaidi ya hii ambayo imeanza kujionyesha mapema. Hii ndio sababu kubwa ambayo imenifanya niweze kuhitaji kujitolea, na sio kazi ya lazima kuifanya, na kama hamtakuwa tayari kwa ajili, basi naweza kuifuta mission yenyewe, tusubiri matokeo yake kama ambavyo rais anahitaji iwe. Alihema baada ya kuongea kwa muda mrefu kidogo, akiwa anajaribu kuwaelezea watu hao nini alikuwa anakimaanisha kwa hayo yote ambayo alikuwa anawaambia hapo, lakini kabla hajamjibu lolote lile, yeye mwenyewe alishtuka kidogo, ni kama vile kuna kitu alisahau. Kuna jambo moja pia hapa ambalo nilikuwa nataka kulisahau hapa. Kama mkikubali kwenda na hii kazi, basi kuna watu wengi sana ambao mtaungana nao kuifanya hii kazi, na mtaifanya kazi hapa na miongoni mwa watu bora wa muda wote kwenye taifa hili kwenye nafasi zao. Joseph Zagamba. Japo kila watu wanaweza wakaenda upande wao, ila mkihitaji msaada wao mnaweza kuwapata. Lile jina lilikuwa ni kama kivutio kwenye masikio ya wengi ambao walikuwa mle ndani. Lilikuwa ni moja kati ya majina maarufu kuwahi kutokea Tanzania. Jina la moja kati ya makomando 10 bora wa muda wote taifa kuwahi kuwazalisha. Ni mtu ambaye alikuwa akionekanika mara chache kwenye maisha yake. Ni watu wa kuhesabika tu ambao waliwahi kuipata bahati ya kuweza kuona naye ana kwa ana wakafanya mazungumzo. Unamaanisha shemeji yake na rais? Ndio. Ileta furaha miongoni mwa hao watu, lakini kwa yule mwanamke ilikuwa tofauti kidogo upande wake, hivyo akaamua kuuliza. Umesema kwamba hili jambo rais halijui na hatakiwi kulijua?
Inawezekana vipi ukamshawishi shemeji yake kuifanya kazi ya namna hii hapa? Na kama akikubali, una imani kwamba anaweza kuifanya bila kumshirikisha shemeji yake ambaye ni rais? Kuhusu hilo niacheni mimi hapa nitalimaliza. Sisi ni watu ambao tumeapa kulinda hili taifa kwa gharama ya damu yetu sisi. Sisi ni watu ambao tunapokea amri kutoka kwako wewe na sio kwa rais. Hivyo sisi tunakusikiliza wewe na tupo tayari kwa ajili ya kufa kwa ajili yako wewe boss. Tupo tayari kwa ajili ya hii kazi muda wote kuanzia sasa. Aliongea mwanaume mmoja kwa sauti ya kujiamini. Kai Aiden aliwageukia wenzake na kuangalia, wote walitikia kuonekanika kwamba walikubaliana na muongeaji, hivyo alikubali kuifanya hiyo kazi. Nendeni mkapumzike kwa sababu mtahitaji kupata muda kama huu hapa kwa siku za huko mbeleni, ila huenda msije kuupata kabisa. Aliwaangalia vijana wake wakiondoka eneo hilo. Hakuwa akipenda kuwaingiza kwenye hilo shimo, ila hakuwa na namna ya kuweza kuifanya. Alibaki akiwa ameinama kwenye meza yake huku akiwa na mawazo mengi sana, lakini alitambua kwamba muda ulikuwa unakimbia kwa kasi kubwa upande wake, na hata huo muda wa kuweza kupumzika hakuwa nao. Hivyo aliamua kuondoka hapo na kuelekea mahali ambapo alikuwa anapajua mwenyewe. Saa moja baadaye, hapo ndipo utakapokuja kuanzia msikilizaji katika sehemu ya 6. Yaani saa moja baada ya hivyo vikao vilivyokuwa vimefanya mkuu wa idara ya upelelezi Tanzania TIGI. Hapo ndipo utapokuja kuanzia katika sehemu ya 6 ya simulizi yetu. Mtunzi ni Fabian Babuya, director Owen kutoka Simulizi Mix ndo ambaye anakusimulia. Usicheze mbali na mwendelezo wa simulizi tamu kweli. Natumai una enjoy msikilizaji, basi usikose kuendelea kuenjoy tena na tena katika sehemu zinazofuata. Tukutane katika sehemu ya 6 kwa burudani zaidi. Bye bye. Karibu sana msikilizaji kwenye sehemu ya 6 ya msimu wa kwanza wa simulizi yetu nzuri inayokwenda kwa jina la The Darkness of an Angel, upande wa giza wa malaika. Katika sehemu iliyopita tulikuwa tumeishia pale ambapo mkurugenzi wa usalama wa taifa TIGI alikuwa yuko na vijana wake akiwa amepewa maelekezo juu ya mission ambayo anakwenda kuifanya, ambayo ina asilimia kubwa za kufa kuliko kuishi. Vijana walikubali kwamba wako tayari kuifanya kazi. Mwishana kama amesema kwamba kuna jambo moja pia hapa ambalo nilikuwa nimenataka kulisahau. Kama mkikubali kwenda na hii kazi kabisa, kuna watu wengine ambao mtaungana nao kuifanya hii kazi, na mtaifanya kazi hapa na miongoni mwa watu bora wa muda wote kwenye taifa hili kwenye nafasi zao. Joseph Zagamba. Japo kila watu wanaweza wakaenda upande wao, ila mkihitaji msaada wao mnaweza kuwapata. Jina lilikuwa na kivutio kwenye masikio ya wengi ambao walikuwa kwa mle ndani. Lilikuwa ni moja kati ya majina maarufu kuwahi kutokea Tanzania. Jina la moja kati ya makomando 10 bora wa muda wote wa taifa kuwahi kuwazalisha. Ni mtu ambaye alikuwa anaonekanika mara chache sana kwenye maisha yake. Ni watu wa kuhesabika tu ambao waliwahi kuipata bahati ya kuweza kuona naye ana kwa ana na kufanya mazungumzo. Unamaanisha shemeji yake na rais? Ndio. Ilileta furaha miongoni mwa hao watu, lakini kwa yule mwanamke ilikuwa ni tofauti kidogo upande wake, hivyo akaamua kuuliza. Umesema kwamba ili jambo rais halijui na hataki kulijua. Inawezekana vipi ukamshawishi shemeji yake afanye kazi ya namna hii, na kama akikubali una imani kwamba anaweza kuifanya bila kumshirikisha shemeji yake ambaye ni rais? Akusuli ni chini mimi hapa nitalimaliza. Basi sisi ni watu ambao tumeapa kulinda ili taifa kwa gharama ya damu yetu wenyewe. Sisi ni watu ambao tunapokea amri kutoka kwako wewe na sio kwa rais. Hivyo sisi tunakusikiliza wewe na tuko tayari kwa ajili ya kufa kwa ajili yako bosi. Tupo tayari kwa ajili ya hii kazi muda wote kuanzia sasa. Aliongea mwanaume mmoja kwa sauti ya kujiamini. Kai Aiden aligeukia wenzake na kuangalia, wote waliitikia kuonekanika kwamba alikuwa amekubaliana na muongeaji huyo. Hivyo walikubali kuifanyia kazi. Ndani mkapumzike kwa sababu mtahitaji kupata muda kama huu hapa kwa siku za huko mbeleni, ila huenda msije kupata kabisa. Aliangalia vijana wake waliondoka eneo hilo. Hakuwa akipenda kuingiza kwenye hilo shimo, ila hakuwa na namna ya kuweza kufanya. Alibaki ameinama tu kwenye meza yake huku akiwa na mawazo mengi, lakini alitambua kwamba muda ulikuwa umekimbia kwa kasi kubwa sana kwa upande wake, na hata huo muda wa kuweza kupumzika hakuwa nao. Hivyo aliamua kuondoka hapo na kuelekea mahali ambako alikuwa anakujua mwenyewe. Saa moja baadaye, karibu na kwenye miti mingi ilikuwa imepaki gari moja ya kifahari ikiwa imewashwa taa furu kabisa, kisha mbele yake alikuwa amesimama mtu mzima. Kayaidi ni mkurugenzi wa TIGI ndiye ambaye alikuwa amesimama hilo eneo. Alikuwa ametulia akiangalia saa yake mkononi, akiwa nje kidogo ya mji, tena akiwa mwenyewe.
Baada ya 15 alionekanika mtu mmoja akiwa anakuja kutokea ndani ya ile miti. Alionekanika kuwa ni mwanaume ambaye alikuwa amejifunika na koti refu mpaka usoni kiasi kwamba akawa anaonekanika kwa umbali mno. Sio salama kwa mtu kama kuwepo eneo kama hili kwa nyakati kama hizi, tena kwa wakati kama huu ambao dunia inakuwa inashuhudia mambo mengi sana ya kutisha. Unatakiwa kuwa na ulinzi kwa masaa 24. Hivyo kufa kwako kunaweza kukazua taharuki kubwa sana kwenye hili taifa, na unalijua hilo. Aliongea kana kizungusha kisu kwenye mkono wake kwa spidi kubwa sana. Ukiona mtu kama mimi nafanya jambo kama hili, basi ujue kabisa kwamba kuna mambo hayapo sawa ndugu yangu. Ndio maana nipo hapa. Sio kawaida kwa mtu wa nafasi yako kuja sehemu kama hii hapa ukionekanika kabisa kwamba umekata tamaa ya maisha namna hiyo. Ni miaka 3 imepita tangu mimi na wewe kwa mara ya mwisho tuweze kukutana na kuweza kuongea. Sitaki kuuliza kwamba umepajuaje kwangu, ila nataka kujua sababu ambayo imekufanya uje eneo hili tena ukija kwa wakati kama huu ambao watu tumepumzika na familia zetu. Na kuhitaji kazini. Anahisi sijasikia vizuri. Na kuhitaji kazini Joseph. Kwa sasa hivi hata mkuu wa majeshi hana huo uwezo wa kunipa amri ya kurudi kazini, licha ya kwamba hata kama ningelikuwa jeshini bado wewe hapo hauna nafasi ya kuweza kuniambia mimi nije kazini. Wewe unaniambia mimi kama nani labda kwenye hilo? Naelewa kwamba kwa sasa hivi upo kwenye orodha ya watu ambao hawatakiwi kabisa kusumbuliwa. Naelewa kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kukuamlisha kwa sasa hivi kwa kuwa umestaafu na unatakiwa kuishi na familia yako kwa amani, ila nipo hapa kwa ajili ya kukuomba. Ni jambo la muhimu sana ambalo limeshika hatima ya maisha wa Tanzania wote. Nini shida Kai? Kwenye maisha yangu sijawahi kabisa kukuona ukiwa unamuomba mtu kama mimi. Nini kinaendelea? Kila kitu kimerudi kama zamani Joseph. Asitaki kabisa kujihusisha na hayo mauaji ambayo yanatokea. Hiyo ni kazi yenu nyinyi hapa. Naelewa hilo, na ndio maana nipo hapa kwa muda huu. Unamaanisha kwamba unafanya ile hata rais wako hutaki ajue? Kwa nini? Kwa sababu amegoma. Amegoma kufanya nini? Kuitafuta familia Lionela. What? Nilijua taarifa hizi haiwezi kuwa rahisi kukufikishia, ila ndio hivyo. Wewe hapo unataka kumtafuta yule mwanamke? Ndio. Kwa sababu zipi labda? Wana taarifa za matukio yote ambayo yanaendelea. Hivyo nawahitaji na kuwazuia pia kufanya hayo matukio ambayo wamedai kwamba yanakuja. Bila shaka umekutana na mtu wao, si ndio? Kijana wangu alikutana na Othmani na ndiye aliwaua wale watu kule Dodoma. Hivi siku ile msituni ulikuwepo? Ndio. Uliona aliyoyafanya yule mwanamke? Ndio. Halafu bado unataka kuendelea kumtafuta? Ndio. Hapana ndugu yangu, mimi siwezi kabisa kukusaidia kwa jambo kama hili. Nimebahatika kuwa na amani na familia yangu, sipo tayari kabisa kuingia kwenye ugomvi na watu kama wale. Hivyo naomba uondoke, labda kama utakuwa na jambo jingine la kuniambia sawa, ila kwa hilo hapo sahau kabisa bwana Kai. Joseph hakuwa tayari kufanya hiyo kazi kwa sababu alikuwa kitambua hatari kubwa ambayo ilikuwa inakuja baada ya jambo hilo kuweza kutokea kwa baadaye. Aligeuka na kuanza kuondoka kimtaka bwana huyo atokomee zake. Hakuwa tayari kufanya hiyo kazi. Nahisi kwamba rais anahusika kwenye hili. Ile kauli ilimfanya Joseph kusimama. Alitumia sekunde 30 kuweza kugeuka. Huenda alikuwa anatafakari jambo la kuuliza, ama hakuwa naamini kwamba ile kauli ilitoka kwenye mdomo wa mtu kama yule. How dare you? Akimaanisha unathubutu nini? Unasubutuje? Joseph, unaelewa kwa nini umekataa kuifanya hii kazi? Kwa sababu unaelewa yale ambayo yanatokea, na hata mimi mwenyewe sipendi kabisa kufanya haya, ila nayafanya haya kwa sababu ni kazi yangu, na unaelewa hilo. Ni jambo baya sana kuweza kumtuhumu rais ambaye niliapa kuweza kumlinda kwa maisha yangu yote. Ni jambo la hatari kama likienda hadharani na likafahamika, na linaweza kuniletea matatizo, lakini hizi taarifa ni za siri sana. Ila nimekupa kwa sababu namaanisha kwamba nataka kufanya kazi na wewe na nakuhitaji kwa wakati huu. Huu sio muda wa kuanza kuleta udhaifu kwenye hii kazi. Ni wakati wa kufanya kila ambalo linawezekanika kwa ajili ya kuhakikisha Tanzania kuwa salama. Shemeji yako ambaye ni rais wetu sote, kuna simu alipigiwa miaka 3 ambayo imepita na kuambiwa kwamba kuna kitu ambacho litakiwa kuja kukilipa kwa nyakati hizi. Mimi nimejaribu kufuatilia hili na kwa ukaribu sana kwa sababu ndio kazi yangu kubwa, lakini mwisho wa siku nimetambua kwamba hili lina uhusiano mkubwa sana na mheshimiwa rais, na huenda yeye ndiye ambaye anaenda kuibua haya matatizo tena, na sio mimi kama ambavyo unahisi. Bado sijakuelewa. Wewe ndiye ambaye unasema kwamba unataka mimi nikusaidie hii kazi ya kumtafuta Lionela. Kwa maana hiyo ni kwamba wewe ndiye ambaye unaenda kuwa sababu ya haya mambo kuweza kutokea. Sasa rais anahusikaje kwenye hili? Jana rais amekutana na kwa siri na mkurugenzi wa shirika la kijasusi la Kenya. Hizo habari wewe umezipata wapi kama ilikuwa ni siri?
Unasahau kwamba mimi ndiye ambaye mkurugenzi wa shirika la kijasusi la taifa hili. Nadhani ana hiyo nafasi ya kufanya hayo. Ni kweli, lakini sio kwa wakati ambao taifa limeingia kwenye hatari kubwa ya kushambuliwa. Hizi ni taarifa ambazo alitakiwa kunishirikisha tangu jana, lakini upo kimya. Maana yake ni kwamba kuna siri ambazo hataki mimi niweze kuzijua. Hata ujio wa mkurugenzi wa NIS nilitakiwa kuwa na hizo taarifa kwa maana yeyote ile, lakini mpaka sasa hivi hakuna taarifa yote ile imefika kwangu. Hiyo inatoa ishara kwamba kuna mambo magumu ambayo yanaendelea na sijui. Nikiunganisha matukio ni kwamba haya moja kwa moja yanahusiana na haya mambo ambayo yanatokea kuhusu familia ya Leonela, na huenda siku kadhaa zijazo kuna mambo ambayo ya kushangaza atayafanya shemeji yako. Hayo yote ambayo umeniambia hapa ni kama unaelezea hisia zako na sio uhalisia wa mambo jinsi ulivyo. Ameni kiongozi wa usalama wa taifa hili, unahisi kwamba naweza kukupatia taarifa tena za shemeji yako na rais wa taifa hili kwa kukisia tu hesabu zangu? Inaonekana kuna mambo ambayo unayajua ila hutaki kuniambia, vinginevyo unakuwa unamsingizia tu rais, jambo ambalo na uhakika kwamba litakuingiza kwenye matatizo makubwa sana. Swali langu ni kwamba utaifanya hii kazi na uweze kutafuta ukweli kuhusu shemeji yako, au unataka nitafute mtu mwingine ambaye anaweza kuja na ukweli wote akamuumbua shemeji yako hadharani? Kwa sababu unajua kabisa kwamba linapokuja swala la taifa langu waga sijali kabisa kwamba ni nani ambaye atapata matokeo mabaya. Kama unanitisha au? No, nakwambia ukweli. Binafsi nakuhitaji, lakini haimaanishi kwamba siwezi kumpata mtu mwingine kwenye nafasi yako. Hili nimelifanya kama heshima kwa sababu sikutaka kama kutakuwa kuna jambo baya kumhusu shemeji yako lijulikane na mtu mwingine. Nimependa uwe mtu wa kwanza kulitambua hilo, na kama kuna kitu ambacho unaweza kukifanya ukifanye kwa ajili ya dada yako. Ila kama hautakuwa tayari, basi kwenye nafasi yako atakaa mtu ambaye hatakuwa na mawazo ya huruma kuhusu familia ya dada yako, na unaelewa kwamba namaanisha kuhusu hili Joseph. Kautumia usiku hapa vizuri kuweza kufikiria mpaka kesho asubuhi. Ukiwa tayari unajua namna ya kunipata, na ikipita kesho asubuhi sijaona taarifa yako, basi nitafanya lile ambalo lipo ndani ya uwezo wangu. Muda wa kuweza kubembelezana ulikuwa umeisha, haukuwa wakati wa kuanza kucheza michezo laini. Joseph aliombwa akaringa. Wakati huo yeye ndiye ambaye anatakiwa kufanya maamuzi ya mwisho kuhusu kazi hiyo, na hatima maisha ya familia yake ilikuwa iko juu yake. Kai Aiden aliondoka kwa kasi ya ajabu na kumwacha mwanamume huyo akiwa kwenye dimbwi zito la mawazo makali kweli kweli. Kinondoni B. Hatua 450 kutoka kilipo kituo cha mwendokasi ndipo alipokuwa anaishi Cook. Huyu alikuwa ni rafiki wa karibu na mtu pekee aliyemleta Irene ndani ya jiji kubwa la Dar es Salaam. Eneo hilo lilikuwa limetembelewa na Timothy. Alitakiwa kumpata mwanamke huyo ambaye ndiye pekee angeweza kumuongoza kwa Atusime. Alikuwa akihisiwa kuwa ndiye muuaji kule uwanja wa Fisi. Alikuwa wapi? Kiza kilikuwa kimezidi, lakini kilipuuzwa na wingi wa mwanga mkali katikati ya jiji. Mwanga ulikuwa unafanya mitaa iendelee kupokea watu, japo hawakuwa wengi kihivyo kwa sababu muda ulikuwa umeenda. Nyakati hazikuwa bora. Mitaa ilitawaliwa na ukimya mkubwa, na hata wale watu kadhaa ambao walikuwa wakiendelea na biashara zao hakuonekana kuwa na mpango na watu wengine ambao walikuwa kikatiza kwenye mitaa ya Kinondoni. Timothy alikuwa anatembea taratibu pembezoni mwa barabara baada ya kusimamisha gari yake hatua kadhaa nyuma. Alikuwa amevaa hoodie ambayo iliufunika upande wake wa juu kichwani. Alivuka kimfereji kikubwa cha maji ambacho kilikuwa kimekatiza katikati ya barabara. Alikunja kushoto kwake ambapo alinyoosha moja kwa moja na kukunja kulia. Alikuwa anatizamana na jengo moja ambalo halikuwa bovu wala zuri sana. Ilionekanika kuwa jengo la muda mrefu kidogo, lakini haikuwa na maana kwamba eneo hilo halina watu ambao wanaishi. Ndio sehemu ambayo yeye alikuwa ameona ni sahihi kabisa kuweza kwenda. Alivuta bastola kiunoni na kuanza kutembea kwa tahadhari kubwa, akiwa na ngaza kila upande kuona kama kulikuwa kuna mtu mwingine, mpaka alipojiridhisha na kutambua kwamba alikuwa yuko mwenyewe eneo hilo. Alisogea mpaka kwenye geti dogo la kuingilia hapo, ila baada ya kulisogelea kwa ukaribu zaidi alitambua kwamba geti hilo lilikuwa wazi. Moyo wake ulishtuka kidogo, hali ambayo ilimfanya angalie saa yake mkononi. Saa 8:40 ndio wakati ambao ulikuwa unasoma. Hakuwafala kuja nyakati kama hizo, bali alitambua kwamba ni wakati ambao hata kama yule mwanamke angelikuwa ameenda kwenye mambo yake, basi angelikuwa amerudi. Aliingia kwa tahadhari kubwa na kushangaa zaidi baada ya kuona
kwenye nyumba ndogo ambayo ilikuwa eneo lake, kukiwa kuna taa zikiwa zinawaka ndani yake. Haikuwa nyumba kubwa, ila ilivutia. Ilifaa kwa mtoto wa kike kukaa yale maisha ya kawaida ya kumpa uhakika wa kuwaza mambo makubwa. Alitembea akiwa anazidi kupata hofu. Mwili wake ulikuwa unasisimka kiasi kwamba alihisi mazingira hayo yalikuwa na uwepo wa mtu mwingine ambaye hakujua alikuwa wapi na kwa sababu zipi. Baada ya kukaribia mlango wa eneo hilo, ndipo moyo wake ulipokuwa unazidi kwenda mbio zaidi, kwani hali ilizidi kuwa na usiliasi mkubwa, kwa sababu mlango ulikuwa wazi kabisa kiasi kwamba ule mwanga wa ndani ulikuwa umetokezea kidogo upande wa nje. Aliusukuma taratibu na kuingia ndani kwa sarakasi, lakini alikuwa anatizamana na ukuta tu. Nyumba ilionekanika kutokuwa sawa kwa sababu vitu vilisambaa hovyo. Aliinuka akiwa bado ameangalia juu kuelekea kwenye ule mlango wa kwenda chumbani, lakini wakati akiwa ananyanyua zile hatua zake aligundua kwamba alikanyaga kitu ambacho akina nesa, na baada ya kutazama chini ndipo akagundua kwamba kulikuwa na mwili. Alishtuka kwa sababu ule mwili ulikuwa na risasi zaidi ya 5 kifuani, kuonesha kwamba muuaji alikuwa amedhamiria kweli kuua. Alitoa simu yake na kuweza kufananisha sura ile, kugundua kwamba ni sura ya mtu ambaye yeye alikuwa amemfuata eneo hilo, yani Koko. Mwanamke yule alikuwa amekufa, tena mwili wake ukiwa na wa moto kabisa, yani kuonesha kwamba aliuawa muda mfupi tu ambao ulikuwa umepita. Alihema kwa nguvu na kutambua kwamba hakuna kitu ambacho kingepata eneo hilo, hivyo aliingia mpaka chumbani ambako hakupata kitu cha maana, akaamua kutoka. Alitoka kwa haraka sana mpaka nje kuona kama anaweza kuwahi jambo ambalo lilikuwa liko kwenye hisia zake. Alifika mpaka nje kabisa, ambapo baada ya kutembea hatua kadhaa alishtuka na kurukia pembeni kwa sarakasi ya kujikunja baada ya kuhisi kuna kitu kinakuja kwake. Alipishana na nondo moja nzito ambayo ilikuwa imempita na kutua kwenye ukuta wa ile nyumba ambayo alikuwa ametoka. Aligeuka kwa nguvu kubwa, ila kasi yake ilikuwa ndogo. Alitrishwa na tofali zito kwenye paji la uso, hata ile bastola ikamtoka mkononi. Alirudi nyuma hatua kadhaa na kutikisa kichwa chake, na baada ya kukaa sawa aligundua kwamba halikuwa tofali bali ilikuwa ni ngumi ambayo ilikuwa imetoka kwa mwanaume mmoja aliyekuwa amejifunika usoni kwa kitambaa kimoja kisafi kabisa. Alitazama ile bastola yake na kugundua kwamba ilikuwa iko mbali. Kuonyesha umakini kwenye silaha kuliko adui yake ingelikuwa ni hatari kwake, hivyo aliamua kupambana na mtu wake, kwa sababu yeye mwenyewe mikono yake haikuwa na uzito wote ule, hivyo angeenda nayo vyema. Alitembea kwa kuburuza miguu yake ardhini, alikita kwenye sakafu na kugeuka kwa miguu yake yote miwili. Ile miguu ilitua kwa yule mwanaume kwenye shingo yake. Aliumba kidogo, akaudaka ukuta kwa mikono yake. Alikaza shingo yake na kugeuka kwa mkono mkali ambao ulimkosa Timothy, ukakita kwenye ukuta na kumegua sehemu ya hiyo nyumba. Timothy alirudi nyuma na kushangazwa na uzito wa ile ngumi, kiasi kwamba kama ingetua kwenye mwili wake hadi ingekuwa ni mbaya kweli kweli. Akiwa anaendelea kuwaza hayo, alipishana na buti la kichwa likatua kwenye bega lake. Aliyumba kushoto, akakutanishwa na ngumi nzito ya mbavu. Alitema damu kiasi akiwa anajipinda, lakini alikutanishwa na buti la tumbo kiasi kwamba ungeweza kuhisi kwamba ni shoti ilikuwa imempiga kwenye mwili wake. Alidondokea pembeni, akanyanyuka kwa mkono wake mmoja. Akiwa anakamilisha kusimama, alisogea pembeni, akakoswa na mguu ambao ulitua ardhini. Mwanaume yule alinyanyuka kwa staili ya ajabu ambayo ilimfanya kukita miguu yake kwenye kifua. Akataka kudondokea nyuma, hali ambayo ingehatarisha usalama wa kizogo chake, lakini ikashindikana kwa sababu alidaka nyuma yake. Alijivuta tena kwa nyuma, akaruka na kudunda kwenye ukuta, kisha akajiweka sawa kabisa, ila hakupewa nafasi ya kuweza kuhema wala hatakuwa na wakati wa kujiuliza mara mbili, na alisogea kuweza kushambulia kwa nguvu. Alirusha ngumi 5, akakita mmoja kwenye tumbo ambalo lilikuwa limekomaa, ila zingine zikaishia kwenye mikono ya yule mwanaume ambaye alirusha ngumi nzito, ikatua kwenye kifua. Aliumbia nyuma, akasukumizwa na double kick ambayo ilimrushia ukutani karibu na ilipokuwa imejichomeka ile nondo ukutani. Mwanaume yule alikuwa anakuja kwa kuhesabu hatua zake kwa kasi sana. Timothy hakuona sababu ya kuweza kujinasua kwenye hali ile, hivyo alikubali kupigwa buti la bega, lakini mkono mmoja aliuzungusha kwenye ile nondo ambayo aliichomoa kwa nguvu na kuichomeka kwenye shingo ya lile dubwana na kutisha. Ile nondo ndio ilimpa nafuu kubwa, kwa sababu muda wote lile dubwana lilikuwa limebaki na yumba tu likiwa limejishika shingoni.
Alinuka akiwa amejishika ile sehemu ya bega ambayo ilionekanika kutokuwa sawa kwa wakati huo. Alianza kujiongea taratibu kusogea alipokuwa anahangaika yule mwanaume ambaye hakuelewa ametokea wapi, kwa sababu alikuwa na uwezo mkubwa kupita watu kadhaa ambao yeye aliwahi kukutana nao kwenye maisha yake yote. Alibeba bastola yake na kujisogeza taratibu, lakini akiwa anajiandaa kufanya jambo hilo, kilitokea kitu cha ajabu ambacho kilimtisha na kumfanya abaki amedua. Yule mwanaume ambaye alikuwa pale chini alifumuliwa kichwa chake na kufanya damu kusambaa kila eneo. Akiwa na shangaa, bwana huyo ambaye alikuwa yupo kwenye hali mbaya hakuweza kupigwa risasi namna hiyo. Aliinua uso wake na kuangalia upande ambao alihisi risasi hiyo likimetokea. Aliona kuna mwanga kwa mbali na eneo lile aliona kuna mdunguaji ambaye alikuwa ameelekezea silaha yake kwake. Alijivuta na kujibanza kwenye ukuta. Ghafla kuna risasi moja ilichimba karibu na pale ambapo yeye alikuwepo. Alihema kwa hofu na taharuki, ila alitambua jambo moja. Mdunguaji yule hakuhitaji tu kumuua yeye, kwani kama angelikuwa na lengo hilo, alikuwa na nafasi kubwa tu ya kutekeleza jambo lake bila wasiwasi wote ule, lakini hakufanya hivyo. Swali ambalo libaki kumuumiza ubongo wake ni kwamba kama mtu huyo alikuwa na nafasi ya kufanya hivyo, kwa nini hakumuua? Kulikuwa na sababu zipi za maana za yeye kupewa nafasi nyingine ya kuweza kuishi, halafu akamalizia yule ambaye alikuwa anaenda kufa kwa namna yoyote ile? Jambo hilo lilimpatia ukakasi mkubwa kwenye ubongo wake. Alijaribu kuweza kulitafakari hilo, ila alitambua hakuwa na nafasi ya kujipatia majibu jambo hilo kwa nyakati kama hizo. Alihema na kujitokeza ghafla akiwa ameelekezea bastola yake kwenye eneo lile, lakini alitambua kwamba mhusika hakuwepo lile eneo. Alisogea kwa yule mfu na kumfunua uso wake. Alishangaa baada ya kutambua kwamba alikuwa ni mtu mwenye asili ya Kenya, ila hakuwahi kumuona kwenye maisha yake yote. Aliangalia kwenye mifuko yake, akafanikiwa kuipata bastola nyingine na pesa taslimu dola za 10,000. Hakukuwa na kingine. Alizibeba bastola zote na pesa, kisha akampiga picha na kuweza kuondoka kwenye yale mazingira. Uwepo wake ulikuwa umetambulika, hivyo hapakuwa salama tena. Je, mimi ndimi malaika? Zanzibar, Forodhani. Usiku wa kuituliza bahari ya Hindi, usiku wa burudani ndani ya kisiwa, usiku wa kuwafanya watu waendelee kuzifurahia nyakati bora za kuendelea kuwa hai, usiku ambao waga unakuja kama zawadi, japo unakuwa na mambo mengi ya siri ya kutisha na ambayo yapo nje ya uwezo wa kawaida wa wanadamu. Ndio usiku ambao zinakuwa zinaendelea shughuli mbalimbali ndani ya Forodhani, sehemu maarufu kabisa maeneo ya visiwani huko Zanzibar. Ni eneo ambalo ni kivutio bora kwa wageni, watalii na hata wenyeji, hususan nyakati za jioni. Ni eneo ambalo linatoa nafasi ya watu kufurahia maisha, watu kupata vyakula vya asili vipatikanavyo huko, pamoja na kutoa nafasi kwa wengine kuyafurahia mapenzi yao. Forodhani ni miongoni mwa sehemu mashuhuri, na sio hivyo tu, bali ni miongoni mwa sehemu nzuri na bora kwa ajili ya kuweza kufanya maisha kuwa marahisi kwa namna moja, kupitia kuupa moyo faraja. Usiku shamra zikiwa zinaendelea kama ilivyokuwa kawaida kwa siku zote na siku zingine, watu walikuwa wengi kila kona na kila mtu alikuwa anajali biashara zake tu, biashara yake ambayo ilimpeleka katika eneo hilo. Kwenye kona moja ya viunga vya hilo eneo alikuwa anatembea mwanamke mmoja akiwa na furaha ndani yake. Ni furaha ambayo ilionyesha jinsi alivyokuwa akifurahia maisha yake. Alikuwa na maisha mazuri, maisha swafi ambayo hayakuwa na shida yoyote ile kwa upande wake. Ile furaha yake ungeweza kuipima hata kwa kuangalia mwenendo wake tu. Mwendo ulikuwa ni mwendo wa madaha, ila wa mahesabu. Ulitoka kwa mlembo ambaye alikuwa amepatia maisha. Maisha yake yalisimama vyema na kunyoka. Hakuwa na wasiwasi wa mambo yake wala hofu ya mbele yake. Alitakiwa kumhofia nani kwenye maisha yake, ingali alikuwa na kila kitu? Haikuwa kweli. Usoni alijifunika na kofia pana ya mkeka. Hakuwa anaonekanika uso mzima. Alivaa mavazi ya kuvutia kwa sababu yalionyesha vizuri mwili wake ambao ulibarikiwa kila kitu ndani yake. Hata ungelikuwa mjinga vipi, basi ungetamani kuwa naye karibu. Alikuwa na uzuri wa kufikirika kwenye akili za watu wengi.
Akiwa anatembea kwa furaha, uso wake ulianza kubadilika ghafla. Hakuonesha ile furaha tena, bali wasiwasi ulianza kutanda usoni mwake. Alisimama na kutulia kwa sekunde kadhaa, akijipa muda ili kutambua kama alikuwa sahihi au ni hisia zake hazikuwa sawa. Aliona utulivu. Palikuwa kimya eneo hilo, halikuwa na watu. Akasonya na kuendelea na safari yake baada ya kujiridhisha kwamba hakukuwa na mtu mwingine zaidi yake yapo. Alipokuwa amezipokea hisia zake kwa mara ya kwanza, na hatua 10 tu alitembea mpaka pale ambapo alihisi kwamba zile hisia ambazo alizipuuza alifanya kosa kubwa sana, kwa sababu zilikuwa ni za kweli. Ni wazi kwamba haikuwa bahati mbaya, hivyo akasimama tena. Ni wazi alitambua kabisa kwamba eneo hilo lilikuwa na mtu mwingine na hakuwa wa kawaida. Angelikuwa mtu wa kawaida, moyo wake usingelijawa na hofu namna hiyo tena nyakati kama hizo za usiku, kwa sababu wangepishana kawaida tu. Hapo alitambua kwamba alikuwa anatakiwa kuchukua hatua au tahadhari mapema, ila muda ulimkataa kabisa. Aligeuka nyuma yake na hakukuwa na mtu. Aliangalia tena pembeni, akagundua kwamba nako hakukuwa na mtu. Alibaki akiwa anaanza kutaka kujua kwamba huyo mtu alikuwa wapi sasa kama maeneo yote hayo hakuwa kionekana. Kwanza alivua lile kofia lake na kulitupa. Alielewa kabisa kwamba hatari ilikuwa iko mbele yake. Baada ya kuitupa ile kofia, uso wake ukaonekanika vyema. Uso wake haukuwa mgeni kabisa, kwa sababu alikuwa ni Runa Martin, mmoja kati ya memba wa familia ya Gavin. Mrembo huyo alikuwa ametumika kwenye kazi nyingi mno za familia hiyo, na alikuwa ni miongoni mwa watu wa kuaminika, hivyo alikuwa ni kiungo muhimu na hiyo familia, na alikuwa na mengi sana ambayo alikuwa anayajua. Ni muda mrefu kidogo ulikuwa umepita tangu watoke kwenye ulingo wa vita. Alikuwa anaendelea na maisha yake mengine ya likizo kwa miaka 3. Ni miaka ambayo ilikuwa na utulivu wa kutosha ndani yake, hivyo watu hao walitawanyika kila mtu sehemu yake kuweza kuyafurahia maisha, na kwa nyakati hizo yeye alizitumia kusafiri kujua ulimwengu kwa ukubwa. Alitembea karibia kila kona ya dunia kuyafurahia maisha, na nyakati hizo alizokuwa yuko Zanzibar kufurahia uumbaji wa Mungu, ila kidogo hiyo siku ni kama ilitaka kuisha vibaya mbele yake. Alijipapasa kinoni na kugundua kwamba kuna kosa moja kubwa ambalo alikuwa amelifanya. Hakuwa na bastola zaidi ya kisu tu. Ile amani ya muda mrefu ya miaka kama 3 hivi ilimfanya kuanza kufanya makosa kama hayo ambayo hayakuwa na afya kwenye maisha yake. Alitabasamu kwa hasira baada ya kugundua kwamba alikuwa na kisu pekee, na silaha hiyo ilimaanisha kwamba kama silaha zake zilikuwa sawa, basi alikuwa anatakiwa kujitetea kwa mikono yake, tofauti kabisa na kama angelikuwa na bastola. Zoezi lingelikuwa rahisi, na hata kama ankizidiwa namna ya utorokaji wake isingelikuwa mgumu kihivyo kama wakati huo. Juu ya paa pembezoni mwa sehemu ambayo yeye alikuwa amesimama, kuna mwanaume alikuwa amesimama akiwa anaziangalia hatua za binti yule. Mwanaume yule hakuwa ameonekanika uso wake kwa sababu alijifunika kila sehemu. Ni macho tu ambayo yalikuwa yako wazi kabisa yakionekana. Wakati Runa akiendelea kuwa makini, akionyesha kwamba alikuwa amejiandaa kushambulia kwa hatari yoyote ile ambayo ingekuja mbele yake, aliona kivuli kidogo hatua kadhaa mbele yake. Kilikuwa ni kivuli cha kitu ambacho kilirushwa. Alisogea kwa tahadhari na kugundua kwamba kilikuwa ni kisu, lakini muda ambao aliutumia kusogelea pale ndio muda ambao yule mtu ambaye alikuwa nyuma yake alitumia kuweza kushuka chini na kutua kama paka bila kupiga kelele. Hata hivyo alihisi kwamba kuna kitu nyuma yake, hivyo aligeuka haraka sana na kwa hofu kubwa. Kugeuka kwake ndiko kulifanya aamini kwamba hisia zake zilikuwa sahihi kabisa, kwamba alikuwa amevamiwa. Mtalio kwa mbele yake hakuweza kabisa kumtambua kwa sababu alifunika uso wake, japo alitambua kabisa kwamba mtu huyo alikuwa ni mwanaume. "Wewe ni nani?" akauliza, huku ule mkono wake ambao ulikuwa na kisu akiwa na uweka sawa. Hakujibiwa lolote lile kwa nyakati zile, zaidi ya mvamiaji kumsogelea taratibu kabisa, kionekanika hakwenda pale kupoteza muda, bali kupiga kazi maalum ya kumpata huyo mwanamke. Luna hakuweza kujibiwa swali zaidi ya kuzidi kushangaa wakati bwana yule akiwa anamsogelea bila kuwa na hofu ya namna yote ile kwenye moyo wake. Mwanaume yule kila alipokuwa kimsogelea yule mwanamke ndivyo alivyokuwa kizidisha kasi yake, hali ambayo ilimfanya Luna kuanza kurudi nyuma ili kupata balance nzuri. Alikirusha kile kisu kikakutana na hewa. Yule bwana alikuwa ni mwepesi na kasi kubwa sana kuzidi ile yake na aina ya urushaji wa silaha. Alihema kwa nguvu na kwenda yeye. Mwanamke yule alikuwa mahiri kwenye mapigano.
Alikuwa akizunguka na kile kisu kwa nguvu huku akiwa anazihesabu hatua za bwana yule, ambapo baada ya hesabu zake kwenda sawa kama ambavyo alikuwa amekusudia, alizunguka na sarakasi moja safi kabisa akiachia mguu wake wa kushoto. Ule mguu ulikuwa unakita kwenye shingo ya yule bwana, lakini haukufanikiwa kufika hata shingoni. Ulidakwa ukiwa umekaribia ngozi. Kudakwa kwa ule mguu lilikuwa ni kosa kwake. Alipigwa na ngumi nzito kwenye unyayo mpaka akahisi kwamba ni moto ulikuwa unawaka, hivyo ikamfanya kutoa sauti ya maumivu wakati ambao akirusha kisu kwa kasi ili kimshambulie mpinzani wake aweze kujinasua pale. Hesabu zake zilienda nje na matarajio yake, kwa sababu kile kisu kilionekana na bwana yule akakikwepa kwa kasi na ufundi na mbwembwe nyingi kweli kweli. Alisukumia nyuma, mguu ukiwa unauma. Bwana yule geuka kama anataka kuondoka hivi, kisha kama rudi na mateke yote mawili kwa sarakasi ya nyuma, ambaye alimbeba Runa mpaka ukutani ambako alijibamiza vibaya na kuanza kutoka damu mdomoni. Alinyuka kwa tabu. Hapo alikuwa anapiga hesabu bora za kuweza kutoroka ndani ya hilo eneo, kwa sababu kama ni upande wa mapigano alikuwa amezidiwa na asingeweza tena kushindana na bwana huyo. Alimkimbilia mwanamume huyo ili kumtisha. Hesabu yake ilikuwa ni kuunganisha kukimbia ili aweze kufika angalau eneo lenye watu, huenda uzima wake ungeanzia huko, ila hakuwa sawa kwenye hesabu zake. Wakati akiwa na hesabu hatua zake kumwendea yule bwana, mwanamume alikuwa makini kuhesabu kila hatua ambayo ilikuwa inapigwa na mwanamke yule. Hivyo alipomkaribia tu, alishika mkono wake mmoja kwenye ardhi, alizunguka kwa kasi akiwa yuko eneo moja, kisha akaachia teki kuelekea kwa Runa. Hesabu za mwanamke yule zilivurugika zote, kwani alihisi kama vile alikuwa anakutana na mzimu ambao hakutarajia kabisa kwa nyakati hizo. Alipigwa ngumi 4 kwenye mbavu mpaka akapiga magoti mwenyewe bila hata kuambiwa. Mwanamume kumkopesha kabisa alimpiga na ngumi nzito kwenye shingo ya mwanamke huyo na akadondoka kama mzigo, huku fahamu zikiwa zina usaliti mwili wake. Baada ya hapo waliingia wanaume wawili kwenye eneo hilo na kuweza kubeba ule mwili, kisha wakaamua kupotea nao, jambo likiwa limefanyika kimya bila kelele wala kualika watu wengine ambao walikuwa wakihusika kwenye hilo. Ni masaa kadhaa yalikuwa yamepita tayari, kichwa kilikuwa kizito, ila hali ya utulivu na upepo mwanana ambao ulikuwa pamoja na ubaridi ambao ulikuwa unaufanya mwili kuwa wenye hali ya usawa ndio ambao ulitawala na kukipumzisha kichwa chenye maumivu makali. Hakukuwa na jambo la maana ambalo lilikuwa linapita kwenye ubongo wake kwa wakati huo, huenda kwa sababu ya hali ambayo alikuwa nayo, na ndio sababu kubwa ambayo ilimfanya kuamua kuwa mpole kwanza ili kuweza kuwa sawa, ndipo aanze kufikiria mambo mengine ambayo yangelikuwa na ya muhimu kwa wakati huo ilo eneo. Runa alikuwa anajaribu kufikiria kwa kina kama ilikuwa ni usingizi ndo alikuwa anaamka au kulikuwa kuna jambo jingine mbele yake, kwa sababu mpaka wakati huo hakuwa anakumbuka lote lile. Ndo kwanza alikuwa anarudisha fahamu zake, hivyo akili haikuwa sawa. Baada ya muda wa dakika nzima kupita ambao ulikuwa ni muda wa kawaida kwake kuweza kutulia akiwa ndo anaamka, ndipo akili ilianza kurudi kwa kasi. Kurudi kwa akili yake vyema ndiko ambako kulimshtua, na taarifa ikasambaa kwenye ubongo wake kwamba alikuwa yuko ndani ya eneo hatari, kama sio sehemu ambayo haikuwa salama kwa afya yake. Na hapo ndipo alipozinduka na kuyafumbua macho yake mithili ya mtu ambaye alikuwa anashindana na nafasi ya kwanza kwenye marathon. Kulikuwa na utulivu wa kutosha. Eneo lilionekana kumilikiwa na watu ambao walikuwa wastaarabu, japo hilo liligoma kwenye akili yake kwa kuwa wastaarabu wasingeweza kumleta sehemu kama hiyo kwa nguvu. Aligundua kwamba ni kiyoyozi ambacho kilikuwa kinafanya hali ya humo ndani kuwa sawa. Chumba kilikuwa kikubwa na kizuri, ila shida yake ilikuwa ni kwamba hakikuwa na vitu vingi ndani zaidi ya viti viwili, yani ambacho alikuwa amekalia na kingine kilikuwa mbele yake. Sakafu ilikuwa na ubaridi kiasi, japo ubaridi huo haukuwa unaboa, na ndio wakati ambao yeye mwenyewe alitambua kwamba alikuwa amefungwa vyema kwenye kiti. Hapo ndipo moyo wake ulipokuwa umelipuka kwa hofu kubwa sana. Ubongo wake ulianza kuzipeleka taarifa kwa haraka zaidi, akijaribu kuwaza na kuhitaji kutambua kwamba ni mtu wa namna gani ambaye alimfanya yeye kuwepo eneo kama hilo kwa nyakati kama hizo. Ndipo akasita.
Alisita hasa baada ya yeye mwenyewe kupata hofu, na hofu hiyo ilikuja baada ya kugundua kwamba hakuwa ameangalia vizuri mbele yake, kwani kulikuwa kuna mwanaume ambaye alikuwa amempa mgongo, tena akiwa kifua wazi, huku mwilini mwake akiwa amevaa kipensi kifupi tu. Hakufanikiwa kabisa kuweza kumtambua mtu huyo kwa mara moja, hivyo alisubiri muda uweze kuamua yeye kufahamiana na mtu huyo na sababu za msingi ambazo zilifanya yeye kuwepo mahali hapo. Kuendelea kunishikilia ile eneo sidhani kabisa kama ni jambo lenye afya zaidi kwako, kwa sababu kama ungelikuwa unatambua kama mimi nani, natokea wapi na nafanya nini kwenye maisha yangu, basi amini kwamba ulitakiwa kuniachia kabla mimi kuitambua sura yako. Aliongea kwa kujiamini, ila ukweli ni kwamba alikuwa na hofu moyoni mwake, na ni kwa vile tu alikuwa ametengenezwa ujasiri ndani yake. Mtu huyo hakujibu kitu kwa dakika nzima, hali ambayo ilizidisha wasiwasi kwa Luna. Na baada ya huo muda ndipo bwana huyo alipokuwa ameamua kuweza kugeuka ili watambuane kama wanadamu. La haula, alishtuka kama sio kuogopa wanadamu. Alimwona mtu ambaye kwa akili yake ya kawaida hakuwahi kuwaza kukutana naye kwenye mazingira ya namna hiyo. Jabbar ndiye mwanaume ambaye alikuwa anamwangalia mbele yake, ndiye binadamu ambaye alimteka yeye kule Zanzibar. Akiwa bado kwenye mshangao ndipo kumbukumbu zilienda mbali zaidi. Akakumbuka kwa namna watu hao walivyokuwa wakiishi kama familia. Akakumbuka jinsi mwanaume huyo alivyokuwa akiaminiwa na kiongozi wa watu hao pamoja na familia nzima kwa ujumla, lakini kama haitoshi, bwana huyo alikuwa akipendwa sana na bosi wao. Sasa ilikuwaje akawa yeye kwenye hilo eneo? Alihisi kama vile kuna kitu hakikuwa sawa. Jabari? Yes. How? Akamaanisha kivipi? Tuna mengi kidogo ya kuongea leo Luna. Ni swala la wewe kuyatega masikio yako na kusikiza kwa umakini. Sauti nzito ya bwana huyo shababi ambaye bado alikuwa ni kijana tu ilisikika vyema kwenye masikio ya mrembo huyo ambaye bado alikuwa yupo kwenye njia panda ya kuelewa jambo hilo kiundani zaidi. Neno dunia lina herufi kadhaa tu ndani yake, lakini hilo neno limebeba maana nyingi na za kutisha ndani yake. Kwenye hizo maana kuna mambo mengi ambayo yanaendelea. Kuna namna vitu vinaleta furaha, kuna vitu vinawaliza watu, lakini kuna wengine ambao wanashangazwa na hilo neno moja. Unahisi ni kwa bahati mbaya Luna? Ni bosi ndiye amekutuma wewe unifanyie hivi? Bosi wako unamfahamu vyema. Hawezi kufanya jambo la hatari kama hili kwa watu wake, kwa sababu anajaribu kuwalinda na kuwajali kwa kila jambo, na ndio maana mpaka sasa hivi wote mna maisha mazuri na pesa ambazo hamwezi hata kuzimaliza mpaka mnakufa. Kwa hiyo ni wewe ambaye umefanya haya bila ruhusa yake. Ningelikuwa wewe nisingetumia msamiati kama hiyo, kwa sababu kwenye haya maisha sio kila kitu unatakiwa kupangiwa na watu. Kuna nyakati unatakiwa uamue kuyaishi maisha ambayo utaamua kwenda nayo mwenyewe bila bughudha kutoka kwa wengine, na mimi nimeamua kuwa sehemu ya upande huo. Huu mchezo ambao unataka kuufanya hapa, binafsi naweza kukushauri kuacha ikiwa bado tu ni mapema, kwa sababu sidhani kama ni akili yako ndo ambayo inakutuma wewe ufanye haya mambo. Kuna jambo alipo sawa. Ningelikuwa mpaka sasa hivi ningelikuwa najitahidi kusali ili kuweza kujua ni njia gani inaweza kunifanya mimi nitoke hapa salama, badala ya kutumia muda mwingi sana kunitisha na kuweza kujifariji kwa maana hivyo vitisho vyako. Kama unataka kuniua, maumivu ya kutumia akili katika ulimwengu wa wajinga ni makali sana Luna. Wajinga waga hawanaga kumbukumbu. Wajinga waga wajali ni jambo gani lipo sahihi mbele yao. Wajinga waga hawawezi kuona mambo mengi kwa wakati mmoja, na ndio maana dunia hii hapa inaongozwa na kuendeshwa na wajinga. Unahisi ni kwa nini wakati wanapo kwenye nafasi mbovu zaidi? Ni kwa sababu wajinga waga wanaamua kupambana na jambo moja tu. Waga hawanaga cha kupoteza kwenye maisha yao zaidi ya kupata tu, hivyo wao waga wanaingia mazima kwenye mambo yao, na ndio maana hayanafanikiwa. Binadamu ukiwa na akili kupitiliza, kuna mawili. Unaweza kufanikiwa kupita kiasi, au kawa ni mtu wa kawaida tu ambaye utawafanya watu wengine waweze kufanikiwa, ila wewe utabaki pale pale ambapo walikukuta tangu mwanzo, kwa sababu unakuwa kama nyenzo ambayo inatumika tu na watu hao kuweza kufanikisha mambo yao. Huu mfano ambao nimekupatia ni mfano wa maisha halisi kabisa ambayo wanadamu tunayaishi, na mengine ambayo watu wameyapitia na wanaendelea kuyapitia mpaka miaka ya huko baadaye. Una maana gani kuniambia maneno? Watu kama wewe na wenzako ni watu ambao mnatumia akili kubwa sana kwenye kila jambo. Hilo limefanya tumefanikiwa. Mimi mwenyewe nimekuwa ni sehemu yenu kubwa, lakini kuna wakati kundi kubwa la watu wenye akili linahitaji mjinga hata mmoja tu ambaye atakuwa kinyume na watu wengine ili kuhakikisha kwamba anakuja na wazo jipya ambalo wengine hawana.
Hiyo itafanya hata wale wenye akili bongo zao kuweza kupanuka zaidi, lakini kwa hii familia amekosekanika mtu mjinga, na unajua kazi yake kubwa ingelikuwa ni ipi? Kuweza kuwa na hisia za tofauti na wengine. Licha ya kwamba kuna misingi mizito kwenye hii familia kuhusu imani na uaminifu, lakini mjinga angelikuwa na uwezo wa kuhisi usaliti ndani yake. Hii ingelikuwa ni salama sana kwa familia, kwa sababu hata nyakati zile bora kabisa msingeweza kujisahau kabisa na kuishi kama hakukuwepo na tatizo lolote lile. Wewe ni nani Jabari? Mwanamke huyo aliuliza baada ya kuona wazi kabisa kwamba alianza kukanganywa na maelezo ya bwana huyo ambaye alionekana kuwa zaidi ya yule ambaye alikuwa anamfahamu yeye. Tarehe 18 mwezi wa 10 huaga ni siku mbaya sana kwangu. Ni siku ambayo mimi nilizaliwa, lakini ndio siku ambayo mama yangu mzazi alifariki kwa taarifa ambazo nilipewa. Sijui naelewa jambo ambalo najaribu kukuambia Runa. Mama yako yupo hai na ni mke wa mfanyabiashara mkubwa tu hapa Tanzania. Runa, nimekwambia tangu mwanzo kwamba dunia hii hapa ni neno lenye herufi kadhaa tu, ila ndani yake neno hilo lina maana na mambo ya kutisha sana. Kuna wakati wanadamu wanapotea kwa sababu huaga wanahisi kwamba wanayajua mambo mengi zaidi kiundani, ili hali hakuna ambalo wanakuwa wanajua kuhusu hayo mambo yenyewe. Unaiko kwamba maelezo yako ni ya kweli? Hili nalitambua kwa 100%, ila jambo ambalo sielewi ni kwamba huyu ni wewe au ni mtu mwingine anatumia sura yako kuweza kukuharibia. Kwa sababu unahisi unamfahamu Jabari kiundani. Ndio, na uaga sio mtu wa namna hii hapa kama yako. Anguko lenu litaanzia hapa siku ya leo. Una maana ipi kuniambia hayo? Ngoja nikurahisishie maongezi. Upo hapa kwa ajili ya kufa, ila unaweza ukafa haraka bila maumivu au ukafa kwa mateso makali sana, kwa sababu itategemea tuna majibu ambayo wewe utanipatia kuhusu swali langu moja tu rahisi. Hayo maelezo na mabadiliko ya sura alimfanya Runa atambue kwamba hakuwa ndotoni, wala jambo hilo alikuwa la kufikirika kama ambavyo akili yake ilikuwa ikimweleza, bali alitakiwa kukabiliana na uhalisia kwamba ni kweli hali hiyo ilikuwa inatokea. Kumbe ni kweli huyu ni wewe. Ya huyu ni mimi ambao namfahamu Runa. Kipi kimekuta Jabari? Ni mambo mazito. Moyo wa mwanaume ni kichaka kikubwa sana na kibaya kwenye haya maisha Runa. Maisha haya yaone tu watu wakiwa wanayasimulia sehemu fulani na au kuhusu jambo fulani, lakini kama ukija kuyasoma kiundani na kuelewa hali ambazo baadhi ya watu kadhaa walikuwa wakizipitia kwenye maisha yao, basi niamini mimi kwamba unaweza kuja kuwa binadamu wa hovyo na kila mtu akakushangaa na kukuona kama hauna akili. Ila kama mtu angekuwa kwenye nafasi yako, basi niamini mimi kwamba hakuna mtu ambaye angelikuwa anakulaumu kwenye maisha yako. Hilo sio jibu la swali ambalo nimekuuliza. Kwa nafasi ulionayo wewe, hauna hata hiyo nafasi ya kuweza kumfahamu mtu kama mimi. Wewe bado ni mdogo Runa. Sema natamani ni kuue haraka sana, kwa sababu haukuwa binti mwenye tatizo kwangu. La tatizo ni yale ambayo ulikuwa ukiyafanya. Sijakuelewa. Usiwe na haraka. Utanielewa tu. Nakumbuka siku ya kwanza mimi najiunga na hii familia, nilikuwa kijana ambaye nilionekanika sina maana yoyote ile. Sikuonekanika kuwa mtu ambaye huenda ningelikuwa hatari kwa namna yoyote ile. Kijana mwaminifu na kijana wa kutegemewa, mpaka nikapendwa na kiongozi na mwanamke hatari sana kama yule. Urahisi haya yalikuja kwa bahati mbaya Runa. Alitabasamu kidogo baada ya kuona mrembo huyo yupo kimya, ni kama bado alikuwa amepigwa na bumbuazi. Mimi nilikutana kwa mara ya kwanza na mtu ambaye nilihisi ni mzimu. Na alikuwa kijita hosti, yani mzimu, huku mkimfahamu kama Othman Chunga. Bwana yule alinipa somo kubwa sana la maisha, lakini alinipa nafasi ya kuweza kubeba pesa na kuondoka kwenda kuishi kwa amani, au kukubali kujiunga na hii familia, ambapo kwenye maisha yangu nilikuwa naenda kuwa na kila kitu, lakini jambo moja tu lisingelikuwa na uhakika nalo kwa upande wangu. Ni kuhusu mimi kuwa hai tu Runa. Hebu fikiria. Alikubali kunipatia pesa yoyote ambayo ningehitaji mimi, nikaiombe msamaha hata familia yangu ili tu nikaishi kwa amani, lakini niligoma kwa sababu niliamua kwenda na upande ambao sikuwa na uhakika na maisha yangu, upande ambao ilitakiwa niikane na kuifuta kabisa familia yangu kwenye moyo wangu. Yani maisha yangu yote nilikuwa natakiwa kuishi nikiwa najua kwamba sikuwahi kuwa na familia. Mimi ni mwanadamu tu ambaye nilikuwa nimetokea kwa bahati mbaya duniani, nikaamua kuishi kwa kutimiza ndoto za watu wengine. Hivi hilo jambo unaona kwa akili ya kawaida tu linawezekana kufanyika? Msingi wa maisha ya binadamu ni familia. Familia ndizo ambazo zinafanya wanadamu wapambane.
ndizo ambazo zinawafanya watu waone kwamba wana umuhimu wa kuwa hai tena. Lakini mimi niliambiwa kwamba kama nikiamua kwa upande huu basi nisahau kabisa kuhusu neno familia kwenye akili yangu. Kwa wewe unahisi kwamba ni mtoto gani ambaye anaweza kuwa tayari kuikana na kuisahau familia yake hata kama ilimkosea kwa sababu tu ya kutimiza ndoto za watu wengine ambao wanamhakikishia kifo? Hilo linaweza kufanywa na mtu asiyekuwa na akili tu peke yake hapa duniani. Asa unajua kwamba licha ya kujua haya yote, kwa nini nilikubali kujiunga na hawa watu kama ulivyokubali kujiunga nao? Mwanaume akatulia akiwa anamwangalia mwanamke huyo kwa umakini usoni. Alikuwa anatoa maelezo ambayo yalikuwa yamebebwa na sura isiyokuwa na utani kabisa. Bado haujaoniuliza swali ambalo ulikuwa unataka kuniuliza Jabari. Yuko wapi mama yake Dionera? Unamaanisha mkweo? Nafikiri umenielewa vizuri. Inanishangaza kwa hilo. Dionera ni mkeo halali kabisa. Sasa inakuaje hauna taarifa za mamake mzazi? Kwamba huongei na mkeo kuhusu mambo ya familia? Luna, nadhani ni vyema zaidi kama ukiamua kwenda na njia ambayo itakuwa rahisi kwako ili usije ukapata madhara mabaya zaidi ambayo hayatakuwa na afya nzuri kabisa kwa hapo baadaye kwa upande wako. Jabari, niko nataka kufanya haya mambo. Yes, nataka kuiteketeza familia yote. What? Umesikia na umenielewa vizuri Luna. Unataka kumua hata mkeo na mwanao? Hakuna mwanaume hapa duniani ambaye anaweza kuimwaga damu yake mwenyewe. Mwanangu nitaondoka naye kwenda mbali na hata kuja kujua kama babake nilikuwa niko sehemu ya mambo. Ni sawa hivi mimi kufanya unataka kuwa shetani kiasi mpaka uanze kuwa familia yako mwenyewe. Nilikuwa nataka nikugusie simulizi fupi ya maisha yangu, lakini kwa bahati mbaya umeikatisha na kuhitaji nikuulize swali langu ambalo nimekuuliza na wewe ndiye ambaye haujanijibu sasa swali. Asijui ni wapi alipo. Usinilazimishe mimi kufanya jambo baya kwa Korona. Kama kweli umezamilia kufanya hayo, bado utafanya tu, japo mpaka sasa hivi najiuliza ni jambo gani ambalo limekupata wewe. Ayosha biashara yako kwa sasa hivi kwa sababu kila mtu atakufa tena vibaya mno. Wewe ndiye ambaye utakuwa sehemu ya kutuma ujumbe kwa hawa watu wako. Umeweka na kujiuliza kwamba kama bosi akija kuzipata hizi taarifa utakuwa kwenye hali gani? Ndio maana hataki kabisa kujua mpaka ile siku ambayo yeye atakufa tena kwa amani bila hata kujua kama mumewe ndiye ambaye nipo nyuma ya huu mpango. Anatamani ningeishi mpaka hiyo siku ambayo angetambua kwamba yule mwanaume ambaye yeye alijitolea kuweza kumsaidia na kumuinua ni mwanaume mshenzi na zandiki kwenye haya maisha. Utakuja kuwa na mwisho mbaya sana Jabari. Ayole ni mwanamke wangu mimi. Mimi ndo ambaye namjua kwa undani zaidi kwa sasa kuliko mtu yoyote yule. Hivyo hakuna jambo ambalo litaenda kinyume na hesabu zangu ambazo zipo mezani. Kama ni ya kweli basi niamini mimi kwamba mpaka sasa hivi ungelikuwa unajua kwamba ni wapi alipo mama. Kama haujui ni wapi alipo mama, unahisi unaweza kuwa na sehemu ya wewe kujua kila kitu kuhusu yeye? Haujui upanga wake ulikohifadhiwa wapi, unahisi bado unajua kila kitu kuhusu yeye? Huenda ni kweli kwamba anakupenda na anakuamini pakubwa sana, lakini kusema kwamba eti unajua kila kitu huo ni uongo Jabari. Hii familia imejengwa kwa misingi ya imani, na imani hizo ndizo ambazo zimefanya mpaka leo hii haijapotea. Uwaga wana utaratibu maalumu na mipaka ya kuweza kusambaza taarifa. Hata mimi hapa kuna mambo mengi sana ambayo siyajui na bado kuhusu hawa watu, kwa sababu kuna vitu huwaga wanaongea wao tu ambao wametoka kwenye damu moja. Mtu pekee ambaye sio damu yao lakini walichomfanya kama sehemu ya maisha yao jumla ni Rosti. Hivyo kwenye kurukaruka kwa kokote hakikisha kwamba haji kusikia taarifa yoyote hata ya kusema kwamba ulikuwa unafikiria kumsaliti. Kuna jambo ambalo haulijui kuhusu mkeo Jabari. Mwanamume huyo alikuwa mtulivu na msikivu akiwa anazipata taarifa hizo kutoka kwa huyo mwanamke. Kama hautajali naweza kufahamu. Hata mimi sijui, ila nina imani kuwa kuna jambo ambalo waga analihifadhi moyoni mwake kuhusu nguvu zake na baadhi ya taarifa nzito ambazo huenda ni Ghost pekee ndiye ambaye anazijua. Hata mamake mzazi hazijui. Sina hakika sana, ila huenda ni taarifa ambazo hazitakiwi kuwafikia wanadamu kama mimi na wewe hapo. Sasa kama mimi na wewe ambao ni watu wa ndani kabisa hatuzijui, unahisi kuna usalama kwa upande wako kama ambavyo unafikiria wewe? Unajaribu kusema nini Luna?
Najaribu kukukumbusha aina ya mtu ambaye unataka kuingia naye kwenye hili swala. Ulitakiwa kuwa na shukrani kwa maisha ambayo amekupa yule mwanamke, kwa sababu mpaka sasa hivi ungelikuwa umeuliwa na serikali na taifa hili. Hivi kwa akili zako unahisi ni kweli kabisa kwamba mimi nilikuwa natakiwa kuuawa kama ambavyo unafikiria? Unaamini kwamba sikuwa naweza kujilinda dhidi ya hao watu ambao walionekana kunitafuta mimi? Kwa hiyo mpaka leo unaamini kwamba ni hii familia ndio ambayo imenilinda mimi mpaka kufikia hapa? Yaani hapo hautakuwa sahihi kama ndivyo akili yako inavyokufanya uwe kwenye sehemu kama hiyo, Runa. Unataka kuniambia nini Jabali? Mimi kuingia kwenye hii familia ulikuwa ni mpango wangu wa muda mrefu sana. Si kuingia kwa bahati mbaya au kwa sababu nilikuwa nahitaji msaada wao au wenu, la hasha. Ukiona maana ipi kusema hivyo? Mimi ndio sababu ya kuwa kwa Gavin Luka? No. Haiwezi kuwa kweli jambo. Hata mimi nilijua kwamba ungelikuwa ni mbishi katika hilo. Mimi ndiye mtu ambaye nimekuwa msaliti kwa hii familia kwa muda wote ambao umepita, na nimefanikiwa kufanya watu hawakuwa na imani kwa na mimi. Msikilizaji, tubakishe uhondo wa sehemu ya 7. Tuishie hapa katika sehemu ya 6, simulizi The Darkness of an Angel, upande wa giza wa malaika. Vipi siku ambapo akija kujua bibi wa kuitwa Leonela kwamba huyu bwana mume wake ndio ambaye alikuwa amesababisha babake akauliwa, jamaa atakufa kifo gani? Lakini anasema kwamba hilo swala hata kubali kwamba alijue mpaka siku anaondoka duniani. Kwa ni kwamba huyu anayepewa hizi siri ni kwamba hatafanikiwa kutoka hapa isipokuwa itoka maiti yake, ili kutunza hizi siri ambazo amekaa msimulia hapa. Lakini je, akifanikiwa kutoka kwa namna yote ile itakuwaje baada ya kupewa taarifa kwamba mtu mkubwa msaliti wake ni huyo ambaye anamuita mume wake na ndani kitanda kimoja wanaamka pamoja na mpikia na kumpakulia? Tutajua katika sehemu inayofuata, kwa ni sehemu ya 7. Msikilizaji, usicheze mbali na simulizi Max. Kisha subscribe, tukutane sehemu ijayo kwa simulizi iliyotungwa na Febini Mbabuya na kusimuliwa na director Owen kutoka hapa Simulizi Max. Hakikisha umelike, umecomment, umesubscribe na kuendelea kupata burudani ya simulizi yetu. Bye bye.